Bwana msikilizaji, karibu sana kwenye hii sehemu ya 24, simulizi nzuri kabisa kuitwa Rise Up. Bwana, tukiipiga hii sehemu 24 tunakuwa tumebakiza episode moja tu kuweza kufika tamati mwa hii simulizi, lakini kabla yote nikuambie tu ya kwamba katika sehemu iliyopita tulisha pale ambapo Rashidi amefanikiwa kujua utajiri wote wa Don. Sasa je, ni kwamba atafanikiwa kuurithi utajiri huo ambao sasa unaonekana ni utajiri wa baba yake? Nikakwambia usikose katika sehemu ya 24, na hatimaye hii hapa sehemu ya 24, mzigo mtamu wa kuitwa Rise Up kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Mimi ninakusimulia naitwa Uncle J, linapatikana TikTok na Instagram kwa jina moja tu la Uncle J Simulizi. Bwana, karibu tukapate kujua yaliyomo kwenye hii sehemu ya 24. Ila mke wangu, unajua kwamba hizi pesa zote za Don mimi nitazifanyia nini mke wangu? Mbona inaonekana ni pesa nyingi sana? Nisikilize mme wangu, kuna mambo mengi sana ya kuweza kufanyia hizo pesa. Unaweza tukafungua organization ambazo zinaweza kusaidia watu wenye matatizo mbalimbali kwenye haya maisha. Naam, wakati naongea na mke wangu kuhusu pesa hizi za Don, ghafla simu yangu ilianza kuita. Nilitoa mfukoni na kuona ni namba ya mzee ambaye tunamhitaji sana kwa ajili ya kuweza kununua nyumba. Nikamwambia mke wangu, unajua yule mzee anapiga, mpokelee. Nilipokea simu na kisha niliweka sikioni mwangu. Nikamwambia, ndio mzee wangu, nakusikia. Sasa bwana Rashidi, naona muda uliosema umekaribia. Nikamwambia, usijali mzee wangu, ninakuja hapo na familia yangu pamoja na mwanasheria. Okay, sawa. Mzee wangu, kwani kuna jambo lolote? Naona umenipigia simu kama unataka kusema kitu. Hamna, ila tu ninachowaomba muwai mje mapema, kwa sababu kuna mtu amejitokeza naye anataka kununua. Una maana gani kusema hivyo? Rashidi, nyinyi njooni bwana, kama mnataka nyumba nyinyi njooni haraka. Hapo simu ilikata. Unajua, nilijikuta nikitazama kwanza hii simu kwa sekunde kadhaa. Mke wangu Jacqueline akaniuliza, mme wangu, kuna nini? Yule mzee anadai kwamba kuna mteja mwingine amejitokeza anataka kuinunua ile nyumba. Hapo ghafla mlango wa chumbani kwetu uliweza kugongwa. Nilitembea mpaka mlangoni na kisha nikaufungua. Kaka, mwanasheria amefika. Okay, sawa ndugu yangu, tunatoka sasa hivi, nyi jiandaeni tu, hamna tatizo. Okay, poa, haina noma. Hapo Shabani aliondoka na ndipo ujumbe mfupi kaingia kwenye simu yangu. Nilifungua, nilikuta ujumbe ulikuwa umetoka kwa Tina. Huyu Tina ni mwanamke wangu wa nje ya ndoa. Tina akaniambia kwamba nakuhitaji leo mme wangu uje nyumbani. Tina aliponiambia hivyo, niliweka simu yangu mfukoni na kisha tukaingia bafuni na Jacqueline, tukakoga kwa pamoja na kisha tukajiandaa kwa hii safari. Tukakuta pale Shabani, Shamsa pamoja na bibi yake wakiwa wako tayari ndani ya gari. Habari yako bwana. Mimi naitwa Bwana Mgonja, ni mwanasheria wa kampuni ya Mgonja Law, lakini pia ninashirikiana sana na Bwana Shabani kwenye masuala mengi sana ya kisheria. Bwana Mgonja alijitambulisha hivyo huku tukiwa tunapeana mikono. Nikamwambia, nashukuru sana kukufahamu Bwana Mgonja. Huyu mimi ni mke wangu anaitwa Jacqueline. Nashukuru sana kukufahamu Mrs. Rashidi. Nashukuru sana. Kumbe unazungumza Kiswahili? Ndio, nazungumza Kiswahili vizuri tu. Isiongera sana shemeji, na kama mtojali tunaweza tukatumia gari langu ili tuweze kuzungumza juu ya hili swala na unieleze jinsi ilivyokuwa, na kwa maana ya kwamba Shabani alinieleza, ila nahitaji pia kusikia kutoka kwako Bwana Rashidi. Okay, sawa, hakuna tatizo. Hapo tukaingia kwenye gari la huyu mwanasheria na hapo ndo tukaanza sasa safari. Ujumbe mwingine ukaingia katika simu yangu, nikaufungua. Message hii iliandikwa, haki ya Mungu, usipokuja ninakuja leo hii na mke wako anijue.
kwamba mimi ni mjamzito na hii mimba ni ya kwako, na nitamuonyesha picha nikiwa na mama mkwe ili ajue kwamba na mimi pia ni mke mwenza na nimeshakubaliwa na mama mkwe. Ilikuwa ni message fulani hivi kama ya kishari hivi, ikanifanya kwanza mpaka nishushe pumzi kidogo, na kwa bahati nzuri nilikuwa nimekaa siti ya mbele pamoja na mwanasheria huyu, huku Jacqueline akiwa amekaa siti ya nyuma. Bwana Rashidi, hebu niambie, ilikuwaje mpaka kiwanja kikauzwa na aliyekuwa mzazi mwenzako? Hapo msikilizaji, nilianza kumweleza bwana Mgonja huyu mwanasheria hali jinsi ilivyotokea mpaka kufikia mama Shamsa kukiuza kile kiwanja ambacho tulikuwa tunaishi mimi pamoja na mama yangu. Sasa wakati namjibu huyu mwanasheria, ghafla ikaingia message tena katika simu yangu ikisema kwamba hujibu message zangu Nikaitazama kwanza ile message na kisha nikairudisha simu mfukoni. Tukashuka katika gari na kuingia katika hii nyumba. Tukafunguliwa pale geti na magari haya yaliweza kuingia. Tulikuta pale gari nyingine kama 3 hivi aina Range Rover. Huku nje kukiwa kuna walinzi kama 4 hivi walikuwa wamesimama huku wakiwa wamevalia suti nyeusi. Karibuni. Binti wa huyu mzee alitukaribisha. Tuliingia ndani. Lakini tulishtuka sana kumkuta mama Shamsa akiwa amekaa kwenye moja ya sofa huku akinywa juisi taratibu, akiwa amekunja nne na walinzi kama 6 hivi wakiwa wako ndani ya hii sebule pamoja na mwenye nyumba. Mwenye nyumba akatukaribisha pale kwamba karibu sana Rashidi. Mzee huyu alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu pana sana usoni mwake. Tulikaa pale kwenye sofa huku bado nikiendelea kumtazama mama Shamsa ambaye alikuwa amejawa na tabasamu tele kabisa. Bwana Rashidi, huyu ndo yule aliyeniuzia hili eneo, naamini mnafahamiana. Huyu mzee aliponiuliza hivyo nikamwambia tu endelea na kusikiliza. Nilizungumza huku nikimkata jicho kali sana huyu mzee. Kwa hiyo sasa na huyu pia anahitaji kununua hili, anahitaji pia kununua hii nyumba. Hivyo makubaliano yetu ya kwanza, naomba mnisamee, sitopokea dola milioni 300 kwa maana ya kwamba dau hapa limeshapandishwa na kufikia dola milioni 4. Kwa hiyo umetusaliti? Shamsa alizungumza huku akimtazama huyu mzee. Huyu mzee akasema hapana binti, biashara ni biashara tu. Hivyo nimetazama wapi kunaweza kuwa na maslahi kwangu. Sasa bwana mzee, mimi naitwa bwana Mgonja. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa bwana Faruku. Sawa sawa bwana Faruku. Hawa unaowaona hususan huyu mama ana hati halisi za hichi kiwanja ambapo kulikuwa kuna nyumba yake. Na tukisema tusimame mahakamani, hautonja hata shilingi 100 na utaondoka hapa mikono mitupu kwa amri ya mahakama, kwa maana kwamba umevamia eneo la mtu. Huyu mwanasheria bwana Mgonja alizungumza kwa kujiamini sana. Sasa bwana Faruku, hati za umiliki mnazo wa hili eneo? Sasa hilo swali mimi nabidi niwaulize nyinyi kwamba hati za umiliki mnazo mpaka mnasema kwamba mtanipeleka mimi mahakamani? Sisi hati tunazo. Bwana Mgonja ambaye ni mwanasheria alifungua briefcase yake, akatoa karatasi kadhaa na kisha akaziweka juu ya meza. Hizi ni hati ambazo zinaonyesha uhalali wa hiki kiwanja. Mimi hapo ikabidi mnongoneze mama. Sikioni mwake nikamwambia mama, kumbe hati ulikuwa nazo siku zote? Mama akasema wala hata sina. Sasa nikamwambia mama, hizi zimetokea wapi? Mbona mwanasheria ametoa hizi hati? Mama akaniambia wala hata sijui mwanangu. Mama alinijibu hapo nikiwa nanongonezana naye kwa kimya kimya. Sasa huyu mwanasheria wetu akaanza kusema pale, Bwana Faruku, unaweza kusoma na kuona hiki kiwanja kilimilikiwa zamani kuliko hata hati uliopewa na umenunua hivi karibuni. Na istoshe huyu mwanamama alikuwa ni mmoja wa hawa wanafamilia hapa. Baada ya kuwa muasi wa familia, basi akaamua kufanya aliweza kuyafanya. Hivyo mzee Faruku
andike kwamba umeumia. Mwanasheria alipomaliza kuzungumza hayo, Mama Shamsa akataka kuona, akasema hebu nione. Mama Shamsa alizungumza kwa sauti ya nyodo sana, na ndipo mzee Faruk akamkabidhi karatasi hizo. Alizisoma na kisha Mama Samsha akatamka kwa kejeli, Mama, umesahau? Nimesahau nini? Nahisi akili yako siku hizi haifanyi kazi vizuri. Mama Shamsa alipozungumza hivyo, nikamwambia, aisewe mwanamke, chunga iko kinywa chako. Usije ukathubutu kumkejeli na kumdharau mama yangu. Nitakuwasha mabao sasa hivi. Hapo nilizungumza kwa kufoka sana, kwa sababu katika vitu ambavyo kama unataka univuruge, basi mdharau au mtukane mama yangu, huwa ninabadilika dakika sifuri, hata kama ninakuwa nipo kwenye hali ya kicheko. Yaani nabadilika faster tu. Sasa Mama Shamsa akasema, una panic Muulize mamako kama hakuniandikisha kwenye hati ya umiliki wa kiwanja chake mara baada ya kukuona wewe huna akili ya maisha. Mama, ni uongo nachokizungumza? Alizungumza hayo Mama Shamsa. Sasa mamangu akakaa kimya huku akinitazama kwa macho ya huruma. Mama, anachokizungumza Mama Shamsa ni kweli? Nilimuuliza mama, lakini mama alikuwa kimya. Hapo Mama Shamsa akadakia kwa kusema, Mama, hebu kili mbele za watu bwana, tusipotezane muda. Mara baada ya mimi kujifungua Shamsa, si uliniandikisha mwenyewe kwenye umiliki wa hiki kiwanja chako na ukaniambia kwamba wanaume wanatafuta mali zao, ama sio wewe? Nikamwambia mama, hebu sema basi mama, anachozungumza ule mshenzi ni kweli? Hapo mama akakiri kwa kusema, ndio mwanangu, ila nilimwandikisha kutokana na kwamba nilikuwa nampenda na alinizalia mjukuu wangu wa kwanza. Nikamwambia, sasa mama, kwa nini hukuzungumza hili mapema mpaka tumekuja kudhalilishana hapa? Kwa nini hukulisema hili mapema mama? Nilizungumza kwa kufoka sana. Sasa Mama Shamsa ndo akapata kama gia kuingilia. Akasema, kwa hiki kilichoandikwa hapa ni fake. Kwa hiyo mama mwenyewe amekiri bwana. Wewe bwana nani wewe bwana? Ndo bwana sheria, sijui mwana sheria Unaitwa nani? Mgonja sijui. Kwa hata mkienda kwenye mahakama haitosaidia kitu chochote. Mimi ndo mmiliki wa halali wa hili eneo na mzee wa watu huyu alinunua kwa mtu halali. Hivyo hayo makaratasi yenu mlioyafoji, nadhani ni makaratasi tu fake. Sasa kama ndo hivyo, turudi kwenye biashara sasa. Nyumba yangu mimi napokea dola milioni 4 kutoka kwa mama hapa. Sasa walivyokuwa natutambia, mke wangu Jacqueline akasema pale kwamba okay, dola milioni 6. Mke wangu Jacqueline alizungumza na kutufanya watu wote tutazamani kwa mshangao. Ule mpaka nikamwambia, baby. Nilimuita Jacqueline, lakini Jacqueline alinyoshia kiganja cha mkono ikiwa ni ishara ya nisubiri. Mama Shamsa akamuita mmoja wa walinzi wake, wakanongonezana pale. Kisha Mama Shamsa akatamka bei kwamba dola milioni 6.5. Jacqueline akapanda akasema 8. Mke wangu Jacqueline alikuwa anazungumza kwa kujiamini. Unajua mimi roho ilikuwa inaniuma sana kuona nyumba hii inapanda thamani kila dakika. Mama Shamsa akapiga fumba pale la juice. Mama Shamsa akasema, kowe ndo mke mwenzangu Mama Shamsa alizungumza kwa nyodo huku akimtazama Mama Jacqueline usoni mwake. Mzee, dola milioni 8. Chukua, tukulipe tumalizane. Mama Shamsa hakukubali kushindwa. Akasema dola milioni 8.1. Mama Shamsa alizungumza. Jacqueline akanitazama kwa macho ya kuhitaji kuzungumza jambo. Alafu wala hata mjaendana ise. Hivi unajua sisi Waswahili ni watamu sana kuliko nyinyi wazungu na ndio maana huyo mume wako hachoki kunimisi mimi hapa. Mume wangu, unajua nashindwa kumvumilia huyu malaya, nitampiga. Jacqueline alinongoneza hivyo sikoni mwangu.
Mimi nikamwambia ni wewe tu mke wangu. Ukitaka kumkunguta mkungute vile unavyoweza. Nilimpa ruhusa mke wangu Jacqueline kwa maana ya kwamba tayari alikuwa ameshaanza kujawa na hasira. Mama Shamsa aliendelea kuongea kwa kejeli pale kwa kusema sisi Waswahili ndio tumejazia. Tuna nyama, tuna hipsi. Sasa wewe ulivyopigwa pasi hivyo sijui kama Rashidi ataridhika na wewe. Eti Rashidi anakupa vitu kama nilivyokuwa nakupa mimi? Mpaka ukaamua kunioa na kuniweka ndani. Sasa wakati Mama Shamsa anazungumza hayo, mamangu mzazi akamwambia kwamba we binti, wewe umepatwa na jini gani? Mbona umekuwa na kinywa kichafu namna hiyo? Mamangu mimi mzazi alizungumza kwa kufoka. Mama Shamsa akasema, we mama we, hebu tuliza bwana, kiboliboli chako iko. Sasa Mama Shamsa alikuwa na maneno ya shombo yenye kejeli, anamkejeli mpaka mamangu mzazi. Kwa mke wangu Jacqueline uvumilivu ulimshinda. Alinyanyuka kwa kasi, akakanyaga pale meza hii ya kioo, kwa bahati nzuri ilikuwa haijavunjika. Bwana alimrukia Mama Shamsa kwenye sofa lilokuwa amekaa, wakabiringita mpaka chini. Walinzi wa Mama Shamsa wakajaribu kumshika mke wangu, ndipo hapo mimi na Shabani tukanyanyuka na kuwazuia. Mlinzi mmoja akatoa bastola, akatunyoshea. Akasema yeyote atakayemgusa mkuu nitamua. Jambo ambalo mlinzi huyu anapaswa kumshukuru Mungu ni kutokana na kwamba alikuwa amesimama mbali na mimi, na laiti kama angekuwa amesimama karibu yangu aisee, ningeshampiga pigo ambalo angesimulia kwa ndugu zake. Sasa taratibu mke wangu Jacqueline alimwachia Mama Shamsa huku akiwa amesimama na kumtazama mlinzi huyu. Mzee Faruk yule anayeuza hii nyumba akasema, jamani, hebu naombeni mtulie. Mzee Faruk alizungumza huku akimtazama Mama Shamsa alikuwa amesimama, huku pembeni ya mdomo wake alikuwa anavujia na damu, yani kuna damu zilikuwa zinamtoka. Mzee huyu Faruk akasema, jamani, naombeni mkae. Sasa mke wangu Jacqueline akamwambia Mama Shamsa kwamba wewe usipokuwa na adabu ya mwanamke, tutakufundisha adabu, mpuzi sana wewe. Huyu mwanangu Shamsa akasema pale, mama, safi sana. Shamsa alizungumza huku akimpigia makofi mke wangu Jacqueline. Mama Shamsa akasema, utalipa hili na kwambia utalipa. Mama Shamsa alizungumza huku akijifuta damu kwa kitambaa chake. Alikaa pale kwenye sofa lilokuwa amekalia. Shabani akaninongoneza sikioni mwangu, oya, kumbe shemeji uko vizuri bwana kwenye kupigana. Nikasema sana tu. Ai bwana, sio kwa kuruka huko ndugu yangu, karuka. Na sisi tukakaa katika sofa tulizokuwa tumekaa hapo awali. Nikamuuliza mke wangu, vipi, umeumia? Jacqueline akaniambia, hapana mume wangu, sijaumia. Hapo Jacqueline alimshika shingoni mwangu na kuanza kunipiga busu la taratibu, huku watu wote wakiwa wanatutazama kwa mshangao. Nikamwambia, mzee, dola milioni 10 basi tufanye biashara. Na muondoke usiku huu au asubuhi muondoke, mtuachie hili eneo. Hapo nilizungumza huku nikimtazama huyu mzee. Huyu mzee alishusha pumzi huku akimtazama Mama Shamsa ambaye anaonekana kama mashindano yamemshinda hivi. Mama Shamsa akasimama huku akiwa ameshika pochi yake. Mama Shamsa akasema, ninawaahidi nyinyi ngedere, ni lazima mlipe kwa hili mlilolifanya. Nitawaua kenge nyinyi. Mama Shamsa alizungumza hivyo na kisha alianza kutembea sasa kuelekea mlangoni. Mimi nikamwambia, jiandae, ninakuja kumchukua. Nilizungumza kumwambia Mama Shamsa amwandae yule mwanangu wa kiume, kwa sababu nataka niende nikamchukue. Mama Shamsa kwanza alisimama kwa sekunde kadhaa, alafu akageuka akanitazama. Akaninyoshia sasa ishara kidole cha kati. Yani it means kwamba alikuwa ananikejeli, ananitusi. Mamangu mzazi akasema, stress za msiba zitamua yule, hana pa kwenda. Mamangu alizungumza hivyo, sote tukiwa tunamtazama Mama Shamsa jinsi alivyokuwa anatoka ndani hapa na ulinzi wake. Nikamwambia, wewe mzee unauza nyumba, tunarudi kwenye biashara. Makubaliano yetu ya kwanza ndio yanayofanyika na sio haya sasa hivi. Ila tumekubaliana milioni 10 bwana Rashidi. Nikamwambia, unahisi mimi ni punguani ama? Unamaanisha nini bwana Rashidi? Nikamwambia, ipo hivi, mimi namjua yule mpuuzi kuliko unavyohisi. Amekwambia kabisa tuje hapa tushindane kununua hii nyumba, alafu iko cha juu umpatie yes, ndio maana yake. Huyu mzee akamtazama mkewe akamtazama huyu mzee. Nikamwambia, sikilizeni nyie, mimi nina akili hapa kuliko hata mlichokuwa mnakifanya. Mlichokuwa mnakifanya hapa ni udalali tu, akini macho. Sasa nikupe dola milioni 3, biashara ishi hapa hapa. Sitozungumza tena.
Ongeza basi hata 1. Nikamwambia ongeza hata shilingi 100. Makubaliano ya awali yatabaki kuwa hivyo hivyo. Sawa, ila ule mwezi mmoja inabidi mtupatie basi. Nikamwambia hakuna shaka. Hapo tukaanza kuandikishana mikataba ya manunuzi. Nikamwingizia mzee huyu kiasi hiko cha pesa kupitia bank na akatukabidhi pale hati ya nyumba hii. Nashukuru sana kwa kufanya na nyinyi biashara. Nikamwambia tukua makini siku nyingine. Acha hizi tabia za udalali. Tukapeana pale mikono na hawa wana ndugu, ikiwa ni ishara ya kuagana. Binti yake mkubwa ambaye alikuwa ametupokea tulipokuwa tumekuja na Shamsa akanikabidhi pale kikaratasi pasipo mtu yote kuweza kuona. Basi tukaondoka ndani hapa, tukaingia ndani ya magari tulikuwa tumekuja nayo na safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Mume wangu, yani inabidi tujipange kwa chochote. Mke wangu Jacqueline, unamaanisha nini? Yule mwanamke ni lazima atatuinda. Chizi yule, hebu achana naye. Usipuuze mume wangu. Okay. Sawa mke wangu, nimekuelewa. Hapo simu yangu ilianza kuita. Nilitoa mfukoni na kuona namba ya Tina. Nilitazama saa ya simu hii ili kuonyesha sasa hivi ni majira ya saa 4 za usiku. Nilipokea hii simu na kisha niliweka sikioni. Nikasema yes hello. Nikasikia pale wewe message zangu ujibu. Unaona mifalas na manake. Sasa hapa nakodisha ndege ninakuja na tumbo langu. Siwezi mimi kuwa ninapigwa tu na baridi alafu wewe unamkumbatia mke wako. Sasa leo nataka ukweli ujulikane. Tusifanyane sisi ni mashine wakati sisi ni binadamu. Tina alizungumza kwa sauti ya kufoka na simu ilikata, jambo ambalo kwanza likanifanya nijawe na wasiwasi mwingi sana. Kwani endapo Jacqueline atajua tulichokifanya kwa Tina, mimi na mama yangu, basi atatuna sote mimi na mama yangu wote ni wasaliti kwake. Kwa sababu mimi nilienda kutoa posa kwa Tina na mamangu ndo alikuwa analazimisha sana ni moe Tina, ili hali nipo na mke wangu Jacqueline. Kwa sababu Tina tayari ana mimba yangu, ni mjamzito. Nilijaribu kuipiga tena simu ya Tina, ilianza kuita lakini akaikata. Nikamfuata mama, nikamnong'oneza sikioni mwake. Nikasema mama, yule mpuzi analeta shida. Mama akaniuliza nani? Nikasema si mkweo yule wa Tanga. Yaani hapa ninapokuambia amecharuka na dai ya kwamba anakuja hapa ili kuonana na Jacqueline. Hivi yule binti ana wazimu Nikasema sio anawenda wazimu. Hiyo kujidai hivyo ni kumdekeza kwako wewe. Ukahisi basi ndo unamdekeza mtu wa maana, kumbe lile ni boksi tu ambalo ulikuwa unalidekeza. Mwanangu, usiongee hivyo. Mama, kwanza mimi sitaki familia yangu ingie migogoro ya kipozi. Sasa utajua namna kuweza kumzuia. Na anadai kwamba anapanda ndege na nimempigia simu amenikatia simu yangu. Sasa kama amekaa yeye na mama yake wameamua kushauriana huo upumbavu, aisema mama, mimi nina roho mbaya sana. Nitamtoa ile mimba na afu hataweza kuja kuamini kama ni mimi ndiye ambaye nimemtoa ile mimba. Hapo msikilizaji, nilizungumza kwa msisitizo huku nikimtazama mama usoni mwake. Mama akaniambia acha uchizi. Ngoja nimpige sasa hivi. Nikamwambia piga hapa nikusikie, mpige hapa nikusikie. Kweli tukasogea kwenye kibanda cha kumpumzikia huku watu wengine wakiwa pale wametangulia ndani. Nikamwambia mama, weka loudspeaker. Kweli simu iliita na kweli ikapokelewa. Nikasikia pale Tina anasema mama shikamoo. Tena Tina alikuwa anazungumza kwa sauti ya upole kabisa. Mama akaitikia pale, marahaba mwanangu. Pole bwana, nimekupigia simu usiku. Mama wala usijali, unaendeleaje huko? Naendelea vizuri tu mwanangu. Vipi wewe na mjukuu wangu pamoja na bibi yake? Kwa kweli mama, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Mwenyezi Mungu anatusaidia kwa sasa, tuko salama kabisa. Okay, sawa mwanangu. Uko wapi? Mama, mimi nimelala sasa hivi. Hapo kwanza mpaka mimi mwenyewe nikashusha pumzi nzito. Mwanangu, naweza nikakupigia video call? Ndio mama, nipigie tu. Mama akakata hii simu ya kawaida, akampigia pale video call ili kuweza kujidhihirisha, yani kuridhika ya kwamba yuko Tanga na hajaanza safari kama alivyokuwa amenitishia mimi. Niambie mamangu. Salama mwanangu. Vipi lakini unajisikiaje? Najisikia vizuri mamangu. Ila mbona Rashidi siku hizi hanijali, hanipigi simu?
Kwanza pole sana mwanangu. Hapa katikati alikuwa anapambana na wale maadui zake. Kidogo siku hizi siku 2-3 wamepata unafuu. Sawa mamangu, nafurahi kusikia hivyo. Mama, nakuomba umwambie Rashidi awe na wasiliana na mimi. Kuna wakati huo nahitaji uwepo wake ila nashindwa kuupata mama. Nakuomba unisaidie kwa hili mamangu, nakuomba. Wala hata usijali mwanangu. Atawasiliana na wewe na nitamsisitiza aje huko kesho, sawa? Kweli mama? Ndiyo, kesho tu saa 4 utakuwa unakunywa naye chai hapo kwako. Mama, nashukuru sana mama. Yaani najisikia furaha kuwa na mama kama wewe. Hilo ni jukumu langu kuwaangalia nyie wote, kwa sababu nyote nyinyi ni wanangu na wote mna uzao wa hii damu yangu. Mama, nashukuru mama kwa upendo wako. Kwa kweli najisikia vizuri sana mama. Wala hata usijali, kesho tu Rashidi atakuwa hapo. Asante mamangu. Basi mimi nikutakia usiku mwema. Na wewe pia mama. Nakupenda sana mamangu. Nakupenda pia mwanangu. Nayo. Mamangu akakata hii simu huku akinitazama usoni mwangu. Akaniambia kesho saa 12 nahitaji uelekee Tanga. Nikamwambia mama, bwana, mimi na mambo mengi sana ya kuyafanya. Nahitaji kuweza wewe. Hili sio ombi bali ni amri. Kesho elekea Tanga ukamwone Tina. Ila mama, mimi nimeshakuwa mtu mzima na sio mtu wa kuweza kupangiwa amri. Mama aliweka kidole kimoja mdomoni mwake akimaanisha kwamba nifunge domo langu. Nisikilize. Hayo mambo ya kuniambia wewe umekuwa sijui na mipango yako na maamuzi yako, hayo mimi kwangu usiniambie. Na ukae ukijua kwamba kwenye maisha yako yote, hata wewe na miaka 50, mimi kwako ni mama yako na utabaki kuwa mwanangu tu, na hutokuja kunipanda mimi kichwani mwangu hata siku moja. Nadhani unanielewa. Umenielewa? Nikamwambia nimekuelewa mama. Mimi sitaki ule binti Tina apate tabu kama nilivyopata tabu kwa mimba yako. Sijui unanielewa. Unajua niliteseka vipi? Unajua ni mateso aina gani nilipitia mpaka ninakuzaa? Unajua ni hali gani ambayo mama anakuwa nayo pale anapokuwa mjamzito? Wanaume japo mchukue hata dakika moja tu kutuheshimu katika hilo. Sisi ndo tunawafanya muonekane ni watu mbele ya watu. Sisi ndo tunawafanya mkipitisha mabicho yenu huko mnaitwa baba fulani. Inawezekanaje ukae hata wiki hujaenda Tanga kumuona mwanamke wako? Mama. Kwa hiyo sasa unataka mama kila wiki unaenda? Sio kila wiki unaenda. Tena ikiwezekana wiki hiyo ndo ukakae kule wiki nzima. Mama, wiki nzima nikae Tanga? Ndio nimekwambia sasa. Kama ni shughuli zako toa maelekezo, Shabani azishughulikia na anashughulikia vizuri tu. Kwa hiyo mama, Shabani ashughulikie shughuli zangu kwa mpaka mke wangu amshughulikie, si maana yake? Hayo mimi sijui. Kikubwa yule binti anakuhitaji. Hebu mpe mapenzi kama mume. Na sio kujifanya sijui eti niko busy, sijui niko vimepanda vimeshuka. Sitaki huo upumbavu. Rashidi, nadhani tumeelewana. Mama mara baada ya kumaliza kuzungumza hivyo, alinyanyuka na kuondoka kibandani hapa na kuniacha mimi nikiwa niko peke yangu. Simu yangu ilianza kuita, nilitoa mfukoni, niliona ni namba ya Karo. Ilibidi nipokee. Nikasema yes, hello Karo. Samani Rashidi kwa kukupigia simu muda kama huu. Bila samani. Nimepata pipa la asidi lenye kemikali. Limepelekwa kwenye moja ya shamba langu. Hivyo kama utojali usiku huu tuje kushughulika na lile swala. Okay, sawa mpenzi wangu Karo. Ila ulisema kwamba una wageni, si ndio? Wageni wapo, ila sidhani kama watafahamu ni kitu gani kitakachoweza kufanyika. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba unawaamini hao wageni? Mimi simwamini mtu kwenye maisha yangu, ila na imani ya kwamba hawatofuatilia hili swala. Ni kweli? Ndio. Basi nitakuja hapo saa 8 usiku. Okay, sawa. Ninakusubiria baby. Na okay, poa. Hapo nilikata hii simu, nikanyanyuka na moja kwa moja nikaelekea chumbani kwangu. Nilimkuta Jacqueline alikuwa amejilaza kitandani huku amevalia nguo ya ndani tu pekee. Akaniambia mume wangu. Nikamwambia niambie. Njoo nikunong'oneze kitu. Hapo nikapanda kitandani na tipo taratibu Jacqueline alinisogelea sikoni mwangu. Akaanza pale kunipiga mabusu ya masikioni. Nilikuta tunatoa miguno misisimko na ndipo taratibu Jacqueline akaanza kufanya uchokozi ambao ninajua nini ambacho alikuwa nakihitaji.
Mara baada ya mtanange huu, Jacqueline akawa yuko hoi, akaniambia leo mume wangu umenikimbiza. Nikamwambia vipi, umeridhika mke wangu? Naachaje kuridhika mume wangu? Yaani umenipeleka mpute, yaani ningekuwa ni mgeni kwako ise ningesema umeninywea dawa, ila leo baba umetisha. Nafurahi kumpata mwanaume kama wewe. Nashukuru sana mke wangu kwa kunivumilia kwa kipindi chote hicho kwenye haya maisha yetu. Unajua umenifanya kuwa ni mtu mwelevu ambaye ninajua nini maana ya familia. Asante mume wangu. Alafu mwanao bwana anataka niwe meneja wake kwenye muziki wake. Hata mimi pia ni meneja wake. Sasa napewa kazi ambayo hata kusomea sijasomea. Mume wangu, hii kazi sio ngumu. Ngoja tu nitakufundisha. Tukimsimamia mtoto wetu, nina imani utajiri utazidi kutawala katika familia yetu. Nitashukuru sana mke wangu. Kuna jambo moja nahitaji kuweza kulifanya usiku huu. Jambo gani tena mume wangu? Nahitaji kwenda kuondoa mwili wa Don sehemu nilipokuwa nimemuua. Nahitaji kuweza kuuyayusha kwenye pipa la tindikali, yani asidi. Mume wangu, hutaki kumzika kawaida? Siwezi kumzika kawaida. Hivyo nataka kufanya kama hivyo nilivyokuelekeza. Kwa hiyo hutaki mama ashuhudie mazishi hayo? Hapana. Nimemuua kwa mikono yangu, hivyo sihitaji mtu yeyote kuweza kushiriki kwenye hili. Hii ni dhambi yangu mke wangu. Sitaki kumshirikisha mtu mwingine yote kwenye hii dhambi. Nimemuua babangu kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Okay. Sawa mume wangu, lakini hakikisha tu ya kwamba unakuwa makini. Yaani mimi unajua sihitaji kukaa mbali na wewe kwa maana kwamba adui yetu ameshaondoka. Usijali mke wangu. Mimi niko pamoja na wewe. Na nimefanya haya yote kwa ajili yetu pamoja na watoto wetu. Okay. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Kwa sababu unamtoa nje ya huu mji, hivyo unaenda mashambani. Kwa hiyo nafanya hivyo ili kuondoa ushahidi kusio kuna ushahidi wa mtu yoyote au ushahidi wa aina yoyote. Nimekuelewa mume wangu, japo nilitamani sana kuandamana na wewe. Hapo msikilizaji, taratibu nilimsogelea mke wangu, nikamshika mikono yake, nikamwambia sikiliza. Mikono yako iko salama mke wangu. Haina damu na sitopenda iwe na damu ya mtu yeyote wala kushiriki uovu wowote, kwa maana mikono hii ndiyo inaonilelea wanangu kipenzi. Hivyo nikimalizana na hili, nitakuwa mwanaume wa familia, mwanaume wa kuwa na wewe kila wakati. Nakupenda sana Jacqueline wangu. Nakupenda pia mume wangu kipenzi. Na ndio maana nimejitoa kuwa na wewe kwenye kila hali. Nashukuru sana mke wangu. Hapo nikakumbatiana na Jacqueline. Akaniendelea pale nguo, nikavaa na kisha nikaagana naye kwa mabusu moto na kisha nikaondoka nyumbani hapa. Saa 8 za usiku juu alama, nilifika nyumbani kwa Karo. Karo alinipeleka moja kwa moja tukaelekea katika chumba nilichokuwa nimemfanyia mauaji Don. Nilikuta mwili wa Don ukiwa umewekwa kwenye begi ya plastic zitumikazo kubeba maiti. Ilibidi nimuulize Karo, nani ameifanya hii shughuli? Nimeifanya mimi mwenyewe bebe wangu. Ukiwa na ujauzito huo? Yes bebe. Kwani kuna tatizo gani? Hujaogopa? Jamani mume wangu, na watu wangapi mimi nimewaua kwa risasi, visu na kuwanyonga? Na maiti ngapi za ajabu nimezishuhudia? Inakuwaje maiti hii jamani ndo niogope? Hapo nilimtazama Karo kwa sekunde kadhaa. Nikafungua begi hili, nilimwona Don na kisha nikafunga zip. Nikalitazama hili eneo lote, nikamwambia umesafisha na sakafu mwenyewe? Ndio mume wangu, au umesahau kwamba mimi ni mpelelezi? Hivyo najua njia zote za kufuta ushahidi kwa mauaji kama haya. Okay sawa mke wangu. Tunakwenda na gari yangu au maya kwako? Gari yangu nadhani ndio itapendeza zaidi. Kaisogeze basi hapa ili niweze kumweka. Karo alitoka ndani hapa na kisha akasogeza gari lake hadi eneo hili. Akafungua mlango wa nyuma wa gari hili, aina ya Land Cruiser VX V8. Niliubeba mwili huu wa Don na kisha nikauingiza ndani ya gari na kisha tukafunga. Tukaingia ndani ya gari huku mimi nikiwa ndo dereva wa hili gari. Tuliondoka hili eneo huku Karo akinielekeza njia za wapi nipite. Mbona unaonekana na mawazo sana mume wangu? Unajua kipindi chote cha maisha yangu nimeishi bila kumjua babangu.
Sasa leo hii nimembeba babangu kama maiti, tena yuko nyuma ya gari. Kidogo inanipa mawazo. Nilitamani hata ningepata dakika 10 za kuzungumza naye kama baba na mzazi kabla hata kufikia hatua ya kufyatua risasi yangu ya kwanza. Mume wangu, naam. Wala hata usijilaumu kwa chochote juu ya hili. Kwani alikuwa ni adui yako na alikusukuma uwe adui yake. Japo alikuwa anajua ya kwamba wewe ni mwanae, ila aliendelea kuishi na wewe kama adui. Hukuwa na shida, ulifanya kwa ajili ya watu wapendao. Hata ingekuwa ni mimi, ningefyatua risasi yangu ya kwanza kuhakikisha ninalinda wale ni wapendao. Hivyo mume wangu, wala hata usiwe katika hali ya mawazo kama hiyo. Karo alizungumza huku akinishika mkono wangu wa kushoto. Nikamwambia sawa mke wangu. Hivi zile maiti za walinzi wako vipi? Na watu wa Doni tuliowaua nao pia inakuaje? Walinzi wangu walizikwa na serikali, kwa maana kwamba ni wana usalama, hivyo walichukuliwa kwamba wamefia kazini. Wale wa Don walizikwa na serikali ya jiji. Okay, sawa sawa. Naam, mazungumzo yaliendelea mpaka tukafika katika shamba kubwa la Karo ambalo limezungushiwa fensi kubwa. Nika ngapi ile shamba? Heka 100. Bana, ni kubwa sana. Yaani kubwa sana kwa maana kwamba hapa ninalima kilimo cha minazi pamoja na maembe. Kwa kule mbele kule nimepanda nanasi. Hivyo kikubwa ni kupambana tu mume wangu. Ni kweli kabisa, uko sahihi mke wangu. Hapo nikasimamisha gari kwenye moja ya nyumba iliyopo hapa shambani. Ilibidi muulize Karo, kwenye hii nyumba anaishi nani? Kuna vijana 2 wanaoniangalizia shamba langu. Hivyo jana niliwapigia simu ya kwamba wapumzike kutokana na kujiandaa na mazishi ya kaka. Hivyo hawapo. Okay, sawa. Tuingize huo mwili ndani. Hapo nikautoa mwili wa Doni ndani ya gari. Tukaingia ndani ya hii nyumba. Karo akafungua moja ya chumba. Nilikuta pipa moja hivi. Nikalifunua ile pipa, nikaona tindikali ambayo endapo ukigusa hata kwa kidole, basi kidole chako kinayeyuka mithili ya plastiki katika moto. Tulivaa nguo maalum ambazo hata kama tindikali hii itarukia katika miili yetu, hatutaweza kuathiriwa. Nikafungua begi hili, nikautoa pale mwili wa Don. Nimepata wazo. Wazo gani? Tumweke na hili begi lake pia. Hapana hani, tuweke mwili wake. Okay, sawa. Hapo nikautoa mwili wa Don, tukautumbukiza katika pipa hili, na ili pipa ni la tindikali. Kwa tindikali hii ilianza kuyeyusha huu mwili wa Don, uliyeyuka mithili ya barafu inavyoyeyuka juani. Dunia nzima hakuna atakayefahamu ya kwamba wewe ndio umemuua Don. Hapo kwanza nikamtazama Karo, sikuhitaji kumjibu chochote. Nilishuhudia mwili wa Don ukiteketea mpaka dakika ya mwisho. Nilishusha pumzi nzito huku nikimtazama Karo machoni mwake. Karo akaniuliza swali, una mpango gani? Nikamwambia mpango wa nini? Kuhusiana na haya maisha ya sasa. Kuishi bila ya adui. Unahisi kumuua Don kunaweza kunipunguzia mimi adui? Ndio. Kwa maana kwamba kakangu naye alikuwa ni adui yako, ila naye pia ndio hivyo ameshatangulia mbele za haki. Bado nina adui anayenijua. Nani? Wifi yako. Sasa wifi yangu amefanyaje tena? Naona ananifuatilia sana na anatafuta chokochoko na familia yangu. Anajihisi ya kwamba ana akili nyingi sana kuliko mimi. Sasa mwambie kama anahitaji kuishi kwa amani akae mbali na familia yangu, ila kama anahitaji afe kikatili kama nilivyomuua Don, athubutu kufanya kile alichomfanyia mamangu mzazi, nitamuua mbele ya dunia nzima ikishuhudia. Hapo msikilizaji, nilizungumza kwa msisitizo na kumfanya Karo atingishe kwanza kichwa, kimaanisha kwamba ataufikisha huu ujumbe ipasavyo, kwani ameshuhudia nikimuua Don. Hivyo kumuua Mama Shamsa litakuwa ni jambo jepesi sana kwa upande wangu. Huyo huyo ambaye ni Mama Shamsa, ambaye ni mke wako, ni mtu hatari kuliko vile unavyomfikiria. Karo alizungumza huko akinitazama machoni mwangu. Nikamwambia huo uhatari wake ni nini? Kaka amemrithisha mali zake zote, na hivyo ana nguvu kubwa
ya pesa na kuna madili mengi sana ambayo kaka alikuwa anayepiga. Hivyo amempa kiburi kikubwa sana. Hivyo kama unahitaji kuweza kupambana naye, inabidi utumie akili nyingi. Hicho ndicho ninachoweza kukuambia tu kuhusiana na aliyekuwa mke wako Mama Shamsa ambaye ni Ana. Tulimaliza shughuli pale ilikuwa imetuleta eneo hili na kisha tukaondoka na kurudi nyumbani kwa Karo. Vipi, haulali? Hapana, kuna sehemu nahitaji kuelekea. Wapi tena? Mkoani Tanga. Rashid, usiku huu unaenda Tanga? Ndio, tutaonana kesho mchana. Sawa mume wangu. Mara baada ya kuagana na Karo, niliingia ndani ya gari langu nikaanza safari kuelekea mkoani Tanga, huku nikipita barabara ya Bagamoyo. Majira ya saa 11 kasoro alfajiri nilifika katika mkoa huu wa Tanga. Nilisimamisha gari getini, walinzi wawili wakashuka wakiwa wako na bunduki. Mimi nikashusha pale kioo cha gari. Wakanisalimia, mkuu, habari yako? Nikasema salama. Nifungulieni geti. Sawa mkuu, karibu sana. Nikamwambia okay, nashukuru. Mmoja pale akafungua geti, nikaingiza pale gari ndani. Nilishuka pale ndani ya gari na kisha nikajaribu kufungua mlango wa mbele, nikakuta pale ukiwa umefungwa. Nikampigia simu Tina zaidi ya mara 5 lakini hakupokea. Jamaa kaniuliza, bosi vipi? Nikamwambia hawa watu wapo kweli? Ndio mkuu, wako ndani. Nikamwambia hawajatoka? Hapana, labda tutakuwa wamelala, maana napiga simu zao naona hazipokelewi. Jaribu kuminya kengele bosi. Nikasema okay sawa. Kwa hiyo nikarudi mlangoni, nikaminya pale kengele mara kadhaa, na baada ya dakika kama 10 hivi mlango kafunguliwa na mama mkwe. Ilibidi nimsalimie, shikamoo. Marahaba baba, mbona usiku tena, vipi kwema utokako? Nikasema kwema mamangu, mnaendeleaje hapa? Salama tu babangu. Mama huyu aliponisalimia mimi nikaingia ndani hapa, nikatazama hii sebuleni jinsi palivyokuwa pamebadilishwa baadhi ya vitu. Baba vipi za safari? Nikamwambia salama mamangu. Sijui nyinyi hapa Tanga, ila kwa upande wangu Mungu ni mwema na anabariki kwa kweli. Sisi kwema, karibu sana mwanangu. Nikamwambia nashukuru. Si yupo huko juu? Yupo. Nikasema asante mama, na samahani pia kwa kukusumbua usiku wote huu. Wala hata usijali mwanangu. Basi mimi nikaingia chumbani kwa Tina, nikamkuta pale akiwa amejilaza kabisa pasipo nguo ya aina yoyote pale kitandani. Niliwasha taa taratibu, nikakaa kitandani huku nikisikilizia harufu ya udi iliyokuwa imetawala ndani hapa. Ila kaka toto kazuri bwana. Nilizungumza hivyo huku nikimpapasa pale. Nikampapasa ili afumbue macho, na kweli akafumbua macho akanitazama. Akaniambia umekuja mume wangu? Nikamwambia niambie unaendeleaje? Naendelea vizuri baby, vipi wewe? Nikamwambia namshukuru Mungu naendelea vizuri. Vipi mtoto wa tumboni? Ndo anakuwa, sinaona tumbo linazidi kwenda mbele. Nikamwambia anaona. Tina akajilaza pale chali. Akanani pale mlao. Akachukua mkono wangu kulia. Okay, ngoja basi kwanza nikaoge. Nakupa iko nachokitaka, nakupa usijali. Lakini mume wangu, naoge tu mara moja. Hapo nikanyanyuka nikaingia bafuni. Nilikoga haraka na kisha nikatoka bafuni huku nikiwa nikapanda pale kitandani taratibu, tukaanza pale. Msisimko wa mahaba ulitufanya tuzame katika dimbwi la mahuba la mapenzi. Vilio vya Tina kwa mara kadhaa vilinifanya nimzibe mdomo wake, kwa sababu nilikuwa nahisi vinatoka mpaka nje ya chumba chetu. Lakini Tina akaniambia niache bwana baby, nifurahie mpenzi langu. Tina alizungumza hivyo huku kwa mara kadhaa akitoa kiganja changu mdomoni mwake, huku akawa anaendelea kutoa sauti zake mpaka tunamaliza. Tina akawa amejilaza chali huku akihema vibaya mno. Tina akaniambia una nguvu sana wewe binadamu. Yaani mpaka nahisi kama vile nataka kujifungua. Nikamwambia umeyataka mwenyewe. So nimeyataka mwenyewe mume wangu. Nilikuwa na hamu kubwa sana na wewe. Nikamwambia kweli. Nilikuwa nahisi mpaka vile sijui nachanganyikiwa. Hivi mwanamke akiwa na mimba anakuwa na hamu sana? Ndio, kwani mimba kitu gani bwana nawe? Ndio hivyo. Nilikuwa natamani hata kuja Dar es Salaam. Usingekuja leo hadi kesho. Ungeshangaa tu mimi niko hapo nyumbani kwako. Sio kazi kweli. Tuachane nayo. Vipi lakini mamangu ajambo? Ajambo, yuko salama kabisa. Wanao na mke wako je? Wako salama. Tina akanitazama kwa jicho kali mno mpaka nikamuuliza nini sasa? Hamna, tumalizie tu usingize tu. Nikumbatie mgongoni. Nini sasa? Sijazungumza chochote mke wangu.
Hapo nilizungumza hivyo taratibu nikikumbatiana na Tina kwa nyuma. Kutokana na uchovu nilokuwa nao, kutokana na mizunguko ya siku nzima, nikapitiwa na usingizi mmoja mzito sana. Naam, mwanga mkali wa jua uliokuwa unapiga machoni mwangu kanifanya nifumbue macho yangu. Nikasema bwana, hebu funga pazia bwana. Kumekucha mme wangu, nikamwambia ndio, funga kwanza dirisha, naumia macho. Fatuma kweli akafunga pale pazia. Nimekuletea kifungua kinywa mme wangu, amka basi unywe. Nikamwambia ngoja kwanza, usijue kaniunguza mimi, usubiri. Sasa nitakuunguzaje sasa jamani? Nikamwambia wewe hujaona ile klipu demo anampelekea mume wake chai kitandani na mwisho wa siku akamwagiwa chai ya moto? Sijaona bwana. Hebu ngoja kwanza niangalie kwenye simu kama ninayo nikutumia. Nipatie kwanza simu yangu. Niliweka chaji kwa maana nilishika asubuhi nikakuta ina 5%. Ila kwa nini mume wangu unaweka password mpaka ya macho? Kwani kuna mtu muamini? Tina alilama huko akinikabidhi simu yangu. Nikamwambia unataka kuiona klipu au unalalamika juu ya password zangu? Yaisha, sitaki kukukera bwana, kunywa chai twende kliniki asubuhi. Kliniki kwenda kufanya nini? Unaweza Rashidi mimba. Ninaelea kimungumungu, sina maana yake. Inabidi nipate uangalizi wa kidaktari. Sihitaji siku mimba yangu mimi iweze kutoka. Sijui unaelewa? Mwisho siku nakuja kuambia matatizo yalinizidia haka, sihitaji. Nilimtazama Tina kwa mara kadhaa. Akaanza pale kutaka kipande cha chapati katika sahani hii na kisha akanilisha pale. Kula bwana mume wangu, kama ni umekuudhi naomba unisamehe. Nitakula tu mimi mwenyewe. Nilizungumza huku nikianza kula taratibu, na baada ya kumaliza kula tukaingia bafuni, tukakoga pale kwa pamoja na kisha tukajiandaa kwa ajili ya safari kuelekea hospitalini. Tukaagana pale na mama mkwe na tukaondoka nyumbani hapa. Vipi hujafurahia kuongozana na mimi? Tina alivunja ukimya mara baada ya ukimya kutawala ndani ya hili gari kwa dakika kama 5. Nikamwambia ndicho unachokiwaza, sina maana yake. Ndio Rashidi, umekuwa ni mkimya, umekuwa ni mtu ambaye hutaki kuniongelesha. Una tatizo gani lakini? Sikiliza, kichwa changu kina mambo mengi sana kwa sasa hivi. Kama mambo gani? Nimemua Don. Wow. Mbona hilo ni jambo zuri la kumshukuru Mungu, kwa maana kwamba yule mshenza alitusumbua sana mume wangu. Alikufanya wewe mtu wa mawazo ujue. Tina alizungumza kwa furaha huku akinitazama machoni mwangu. Mbona ufurahi? Kuna nini? Unajua Don ni nani kwani? Unamaanisha nini kusema hivyo? Nimekuuliza unajua Don ni nani? Ndio, namjua ni nani, si yule adui yako. Ni babangu. Babu wa hao wajukuu mnaokwenda kuwazaa. Nadhani sasa hapo mmenielewa. Tina macho alimtoka kwa mshangao huku akinitazama machoni mwangu. Nikasimamisha gari nje ya geti la hospitali hii. Geti likafunguliwa na taratibu tukaingia. Rashid, unajua sijakuelewa. Doni ni babangu mzazi. Damu yangu ndio damu ya hao wajukuu zake wote. Hivyo hapo hakuna cha kufurahia. Vipi tena imekwaje? Nani kakwambia hayo? Tina aliuliza kwa sauti ya upole na iliyokuwa imejaa na unyonge huku akinitazama usoni mwangu. Nilisimamisha gari katika eneo la maegesho, nikafungua pale mkanda wa siti yangu, nikamwambia tuingie ndani. Hebu ngoja kwanza mume wangu, mimi sijaelewa. Yaani ilikuwaje kwaje? Hebu nieleweshe. Muulize mama yako mkwe, kwa maana kwamba yeye ndiye mama. Kwa nini wanawake mna siri kubwa sana nyuma ya mimba zetu hizi? Nilifungua pale mlango wa gari na kisha nikashuka. Tukaanza kutembea kuelekea eneo wanalohudumiwa wamama wajawazito. Nesi, huyu ndo mume wangu. Oh, karibu sana shemeji. Nashukuru sana. Hapo tukakaa katika hivi viti. Vipi unaendeleaje sasa hivi? Namshukuru Mungu, ila hali ya kichomi sisikii. Shemeji amekuja? Yaani acha tu. Sio kwa kichomi kile. Shemeji, pole sana kwa safari. Nashukuru sana. Shemeji, kuna utaratibu ambao wazazi wanapaswa kuchekiwa afya zao. Mara ya kwanza tulimcheki bibia. Tulimcheki bibia hapa na
tumemkuta yuko salama kabisa. Kutokana na uhitaji wa miili yenu, najua hamtojizuia hadi miezi 9 kukamilika. Hivyo kwa usalama wa mama na mtoto aliyepo tumboni, inabidi na wewe pia tukupime afya yako. Nesi huyo alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu pana sana usoni mwake. Shemeji, nikamwambia nakusikiliza. Kama uko tayari, tunaweza tukarudia kuwapima tena wote wawili. Hapo kwanza mimi nilishusha pumzi nzito, kwani katika vitu ambavyo sipendagi kujaribisha ni kupima HIV. Kwa maana njia nilizopita mimi ni nyingi sana, na zote nimepita huku nikipiga show za kibabe, show ambazo hatari ndugu yangu. Nikamwambia Unesi, sawa tu, hakuna shida, mnaweza tumkanipima. Sasa katika kupima kuna majibu ya aina mbili tu, negative na positive. Nikamwambia dada, hayo maelezo yote najua. Shida sikupima, nipime, muda wangu ni mchache sana ise. Hapo nilizungumza kwa hasira kidogo mpaka Unesi wa watu akaanza kutetemeka. Sasa Tina akaniambia, baby jamani, kwani usubiri akuelekeza? Nikasema alafu akishanielekeza kuna kipi kisichojulikana kwenye HIV? Au anataka kuniambia kwamba kama nitakutwa nao nianze kula vizuri, nilale mapema, nifanye mazoezi, niishi kwa matumaini, si ndio? Nesi, hebu fanya shughuli yako, nipime bwana, tumalize. Haya sawa shemeji. Nesi huyo alivaa gloves mikononi mwake, akachukua pale vipimo ambavyo mtu ambaye anatakiwa kupimwa HIV vichukuliwe. Basi akachukua pale, akaniambia nianze na mama na baba. Nikamwambia anza na mimi. Nilinyosha mkono wangu wa kulia, akanichoma pale sindano, akachukua damu kiasi, na zoezi hilo nalo pia likafanyika kwa Tina. Nikamuuliza inachukua muda gani upimaji? Dakika kadhaa tu, wala hata usijali shemeji. Nikamwambia okay poa. Baada ya muda kidogo, nesi huyu alinyanyuka na kuviangalia vipimo vyetu sehemu alipokuwa ameviweka. Alichukua karatasi 2 na akaanza pale kuziandika, na kisha karudi katika kiti chake huku akitutazama kwa nyuso za simanzi, mpaka nilitamani yani ninyanyuke pale na kisha niondoke ile eneo, kwa sababu kwa umalaya nilikuwa nimeufanya, kukosa HIV itakuwa yani ni ngumu mno kwa upande wangu. Labda maybe niwe nina undugu na Mungu, lakini sio hivi hivi aise. Sasa majibu yenu yako tayari. Je, mngependa nimpe mmoja mmoja au niwapatie majibu yenu wote kwa pamoja? Dokta, kwani ulitupima kila mtu kwa muda wake au ulitupima sote kwa pamoja? Tuambie nini kinatusumbua tujue, kwa sababu hata tulipokuja hapa tumekuja wote tuko kwa pamoja. Sasa kwa nini kila mtu umpatie majibu kivyake? Okay sawa. Sasa uzuri ni kwamba majibu yenu yanaonyesha ya kwamba yapo vizuri. Wote mnaonekana hamna virusi vya ukimwi. Kwa hiyo niwape hongerani sana 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 sana. Nesi huyu alizungumza huku akiwa na tabasamu. Huyu mchepuko wangu Tina alishusha pumzi nyingi sana huku akiwa anamtazama huyu nesi. Nesi, yani ulivyoweka hiyo sura ya huzuni nikajua kwamba ndio hivyo mambo yameshakuwa sio mambo. Hapana, nilitaka tu kuona sura zenu zinabebaje hili jambo. Wakati unaongea hayo, mimi simu yangu ilianza kuita. Nilitoa mfukoni, nikaona ni namba ya mamangu. Nikamwambia Tina ya kwamba mkweo anapiga. Nilizungumza huko nikipokea ile simu, nikamwambia mama, nitakupigia, subiri kidogo. Nisikilize kwanza Rashidi kwa umakini. Mwanao ametekwa. Nilikuwa naye hapa dukani, gari moja nyeusi limekuja limemnyakua. Tafadhali hebu naomba unisaidie. Mamangu alilalamika na kunifanya nisimame kwa kasi kama vile msumari. Nikamwambia mama, unasemaje? Shamsa ametekwa na watu wasiojulikana. Nikamwambia mama, uko wapi wewe? Nilizungumza huku nikianza kutoka ndani hapa kwa mwendo wa kasi mno. Mama akaniambia nipo huku Kinondoni madukani huku. Nilikuwa nimekuja naye kumcheki. Mama alizungumza huku akilia, na katika maisha yangu mimi sijawahi kumsikia mamangu akilia kama hivi. Nikamwambia mama, anakuja na muda huu. Kaa hapo hapo. Shabani anakuja kukuchukua, sawa? Akasema sawa. Sasa hapo nikamwambia bebi wangu Tina, nikamwambia bebi. Nilizungumza huku akiwa ananifuata mimi napoelekea. Nikamwambia nisikilize. Mtoto wangu Shamsa ametekwa na watu wasiojulikana. Hivyo nahitaji kurudi Dar es Salaam sasa hivi. Mungu wangu. Kina nani hao wamefanya hivyo? Nikasema sijui. Nahitaji kurudi muda huu. Hapa mamangu amechanganyikiwa, yani analia tu. Kwa hiyo inatakiwa nirudi Dar es Salaam haraka iwezekanavyo. Okay.
sawa mume wangu, wahi basi, alafu uwe makini sana usije ukapata ajali. Au nikuendeshe? Nikamwambia hapana, nitakuwa niko makini. Hakikisha kwamba unarudi nyumbani na nikumbushe nikuagizie gari la kukupeleka kliniki. Sawa mke wangu? Okay, sawa baby wangu, nenda basi, wahi. Hapo mimi nikakimbilia eneo la maegesho ya magari. Nikaingia ndani ya hili gari langu na kisha nikaondoka hospitalini hapo kwa mwendo wa kasi mno. Nilipita katika moja ya sheli, nilijaza pale mafuta alafu nikaendelea na hii safari huku nikiwa ninaendesha kwa mwendo wa kasi mno. Simu yangu ikaita, nikaipokea. Nikasikia Jacqueline pale ananiambia mume wangu. Jacqueline alizungumza huku mimi nikiwa naendelea kuendesha hili gari. Nikamwambia mpo wapi? Mama amenipigia simu ya kwamba Shamsa ametekwa. Ndio mume wangu, na tuko naye hapa na shemeji hapa pia. Nikamwambia hebu mpatie simu. Kaka, nikamwambia mpo wapi sasa hivi? Bana, tumekuja kutoa ripoti hapa Central Police. Nikamwambia imejulikana hiyo gari ilomteka? Ndio, wamechukua maelekezo kwa mama hapa na wanadai kwamba wanalifuatilia hilo gari. Shabani aliponipa hayo maelezo kwamba ni gari gani lilomteka mwanangu, kwanza nilishusha pumzi huku nikipunguza mwendo kutokana na kwamba kulikuwa kuna tuta kubwa lilikuwa liko mbele yangu. Nikamwambia Shabani, hivi unaweza kahisi kwamba atakuwa ni nani? Sijajua chochote kaka. Nikamwambia okay poa, mchukue mama pamoja na mke wangu alafu urudi nao nyumbani. Hakuna mtu yote kuweza kutoka. Sawa kaka. Nilipomaliza kuongea na Shabani, mke wangu Jacqueline akaniambia mume wangu, mimi nina wasiwasi. Nikamwambia usijali mke wangu, mtoto atapatikana tu. Okay sawa hani, uko wapi? Nikamwambia nakuja, nipo njiani. Basi kuwa makini. Nikamwambia okay sawa. Hapo nikakata simu, nikampigia Karo. Hani, nikamwambia uko wapi Karo? Niko nyumbani bado nimelala. Nimwambia amka, nahitaji namba ya mama Shamsa. Kuna nini, mbona unazungumza kwa hasira? Nikamwambia sikiliza Karo, mwanangu Shamsa ametekwa. Mungu wangu, ametekwa na nani? Nikasema sijui, ila nahitaji tu namba ya huyo mpuzi mara moja. Okay sawa mume wangu, nakutumia. Je, nikusaidie nini katika hili? Nikamwambia nahitaji kufahamu gari la walilomteka mwanangu. Okay sawa mume wangu, kwani alitekwa akiwa na nani? Nikasema akiwa na mama. Hebu mpigie kwanza simu Shabani, atakueleza kila kitu kilichotokea. Okay sawa. Hapo message ikaingia katika simu yangu. Nilipoifungua nikaona namba ya mama Shamsa, nikampigia simu na kweli ikapokelewa. Mama Shamsa akaanza kusema halo. Nikamwambia nisikilize wewe mpumbavu, na hii sio mimi unijui vizuri wewe. Rashidi? Nikasema ndio, ndo mimi Rashidi. Nakwambia hivi, wewe mimi hunijui vizuri. Kwa nini tena? Mama Shamsa alizungumza yani kana kwamba hajui kinachoendelea. Nikamwambia sikiliza, nataka nakupa lisali moja, nahitaji hawa washenzi wako wamwachie mwanangu haraka iwezekanavyo. Mwanao gani? Nikamwambia usijifanye ujui mshenzi wewe. Shamsa ametekwa na wajinga wako, sasa wewe leta upumbavu wako. Hapo nilizungumza kwa kufoka sana msikilizaji, huku nikiwa napiga usukani wa hili gari. Mama Shamsa akasema Mungu wangu, usiniambie mwanangu kwamba umeshindwa kumlinda mpaka ametekwa. Nikamwambia wewe fala nini wewe? Nimekwambia hivi una lisali moja tu. Unataka kufa ama kuendelea kuishi? Cha kuchagua ni wewe. Lisali moja tu nimekupatia. Hapo nikamkatia simu alafu niliendelea kuendesha hili gari kama vile mwenda wazimu. Kila mara nilikuwa najikuta nikipita mabasi kwa spidi kubwa mno. Kuna kituo cha polisi walijaribu kunisimamisha ile nikapita nacho, sikusimama. Nikasema msinisumbue na nyinyi bwana. Nilizungumza huko nikiendelea kuchanja mbuga, na baada ya mwendo kama dakika 12 hivi nilijikuta nikipunguza mwendo mara baada ya kuona gari mbili za polisi zikiwa zimefunga barabara. Hapo walikuwa wamejipanga na walikuwa wameninyoshia mitutu ya bunduki yao. Taratibu nikasimamisha gari. Wakaniamrisha kwa sauti ya juu nishuke kwenye hili gari huku nikiwa nimenyosha mikono juu. Nikatii hiyo amri, nikashuka katika hili gari huku mikono yangu ikiweko juu. Nikawauliza ninakosa gani afande? Nilimuuliza afande mmoja aliyekuwa amenisogelea huku akiwa amenielekezea bunduki yake. Akaniambia geuka nyuma. Askari huyo alizungumza na mimi nikatii huku nikitazama lori lililokuwa linakuja kwa mwendo wa kasi mno. Lori hili linaloshuka kwenye maporomoko, nikaja kugundua kwamba lilikuwa limefeli brake, kwa maana kwamba speed yake ilikuwa inaongezeka kila linavyozidi kushuka. Askari mmoja akasema, huyu vipi tena?" Na Isa alikuwa anauliza kuona lile gari ule mlori ule ulivyokuwa unakuja. Sasa askari alijikuta ameshikwa na mshangao, huku hilo lori likawa linazidi kutusogelea, na dereva huyo wa lori alikuwa amelenga gari langu. Sasa nikamsikia askari mmoja asema, "Oho." Alizungumza hivyo kwa kana kimbilia pembezoni mwa barabara. Mwenye lori hili bwana ndo alizidi kujitahidi kukwepa gari langu, na mimi nikajirusha pembezoni mwa barabara. Kwa bahati nzuri, lori hili la vinywaji
likakwepa gari langu likaenda kuzivaa zile gazi za polisi, zikazitawanisha na ikasababisha sasa lori hili likaanguka chini na vinywaji vyote vikatapaka barabarani. Mi hapo nikaingia ndani ya gari langu haraka nikaondoka ile eneo kwa mwendo wa kasi mno, huku nikiwaacha wale maskari walikuwa wamepagawa na ile ajali kusema ule kweli. Mama Shamsa akanipigia tena simu, nikampokelea nikamwambia unasemaje? Rashidi, najua mimi na wewe tuna mifarakano, ila kusema ule kweli hili jambo la Shamsa mimi sijalifanya. Haki ya Mungu nife sasa hivi mimi sijamteka Shamsa. Japo sikuwa mama mbaya kwake, ila sikuwahi kuwazia kumfanyia kitu kama hiko mwanangu, siwezi. Mama Shamsa alizungumza huku akiwa analia, akanifanya niachie msonyo mkali wa hasira. Na ndipo Mama Shamsa akaniambia, haki ya Mungu Rashidi, naomba uniamini, siwezi kumteka mwanangu, siwezi, haki ya Mungu. Nikamwambia, sikiliza, una dakika chache namtaka mwanangu. Haki ya Mungu nitamchukua hata huyo uliye naye. Bwana, tusileteana upuuzi, nadhani umenielewa. Haki ya Mungu Rashidi, mimi sijawahi kuwaza kumteka Shamsa. Haki ya Mungu nakwambia, naomba uniamini, kama unataka kumchukua Ruben mchukue tu, kwa sababu ni damu yako na siwezi kukukataza, ila sijawahi kufikiria hilo ambalo wewe unanihisi mimi nimelitenda. Naomba uniamini Rashidi. Mama Shamsa alizungumza kwa hisia, mimi nikamkatia simu, kwa maana ya kwamba mwendo nilikuwa naendesha ulikuwa ni mkali sana, na endapo nitafanya uzembe sasa nitakufa kwenye ile gari. Nikafika jijini Dar es Salaam na moja kwa moja nikaelekea nyumbani kwangu. Nilikutana pale na baadhi ya maskari. Nilimkuta Karo naye akiwa hapa, kitu ambacho kilinifanya nishtuke kidogo. Jacqueline alinifuata akanikumbatia huku akiwa analia. Jacqueline aliniuliza, tutafanya nini mume wangu? Mtoto wangu. Jacqueline alilia kwa uchungu sana. Ni dhahiri shairi ya kwamba alikuwa anampenda sana Shamsa, japokuwa sio mtoto wake wa kumzaa. Nikamwambia usijali, nitafanya kila linalowezekana mpaka mtoto apatikane. Okay. Sawa mume wangu. Nikamwambia, mama yuko wapi? Yupo chumbani kwake. Yupo na daktari, pressure imempanda. Nilimwachia taratibu Jacqueline, nilipandisha mpaka gorofani. Nilimkuta mama akiwa amelala kitandani huku ametunukiwa drip. Nikamwambia, mama. Mama kaniuliza, vipi? Mmempata mjukuu wangu? Nikasema wanaendelea kumshughulikia. Waliomteka uliwaona? Niliona jinsi walivyomuingiza kwenye gari, na walikuwa wamevaa vinyago vyeusi kwenye nyuso zao. Walikuwa na gari gani? Toyota Alphard nyeusi. Mimi nilikuwa niko ndani ya duka la nguo. Shams alikuwa nje ya gari akichati na marafiki zake. Simu yake ilianguka pale pale. Naomba umlete mjukuu wangu tafadhali Rashidi, nakuomba. Mama alizungumza huku machozi yakimwagika. Mlango wa chumba hiki ukagongwa kidogo. Nikasema, ingia. Kweli Karo akaingia ndani hapa. Akasema, dokta, naomba tupishe. Kweli daktari akatupisha. Karo akasema, mama shikamoo. Marhaba mwanangu. Mama, huyu anaitwa Karo. Karo, huyu mimi ndo mamangu. Nashukuru kwa kufahamu mama. Mimi naitwa Karo, ni mpelelezi, na imani mtoto wetu, au labda niseme mtoto wangu, atarudi tu mikononi mwako. Nashukuru sana, ila sijaelewa unaposema mwanangu. Mama, najua huu si wakati mzuri wa kuweza kukutambulisha. Huyu ni mdogo wake na rais aliyefariki, na hii mimba ni ya kwangu. Unakumbuka nilikueleza juu ya hili jambo? Ndio wewe binti? Ndio mimi mama. Basi naomba unisaidie mjukuu wangu apatikane. Jamani, yule ndo mjukuu wangu wa kwanza. Atapatikana tu mama, hakuna tatizo juu ya hilo. Asante. Rashidi, mimi natoka, niko nje. Okay, sawa. Kweli Karo alitoka ndani hapa na nikabaki mimi pamoja na mama. Nikasema, mama, hivi waliomteka Shamsa walikuwa wako ngapi? Mimi niliona tu watu 3 na kuna dereva wa gari hiyo, jumla kwao ni 4. Mama aliponiambia hivyo kwamba watu 4 ndo walitumika kumteka mwanangu, kwanza nilishusha pumzi huku nikijiuliza mara mbili, ni nani amehusika kwenye kumteka mwanangu Shamsa? Ghafla simu yangu ilianza kuita. Nilitoa mfukoni, nikaona namba ya Tina. Nikasema, vipi? Baby, umefika salama? Nikamwambia ndio, nitakupigia. Okay, sawa baby wangu, mimi na wasiwasi, naomba tu nijulishe kila kinachoendelea. Nikamwambia okay, poa. Nikamkatia simu Tina. Mama akaniambia, maadui zako kweli hawawezi kumteka mjukuu wangu?
Nikasema sina adui kwa sasa mama. Mwanangu, kweli huna adui? Nikasema ndio mama. Adui yangu mkubwa alikuwa ni Don. Sasa Don hayupo. Sasa unadhani kwa sasa nani mhusika? Mimi nahisi ni mama yake yule mshenzi. Mwanangu, sidhani. Hakuna mama anayeweza kufanya upuzi kama huo wa kumteka mwanae. Wakati mama ananijibu hivyo, mlango ulifunguliwa. Aliingia shemeji, yani mke wa Shabani. Akaniambia, shemeji, njoo. Watu wako wanauana huku, njoo. Shemeji aliponiambia hivyo nilisimama kwa haraka, tukatoka chumbani hapa huku nikiwa nimepishana na dokta. Dokta alikuwa anaingia ndani hapa ili kuweza kumhudumia mama. Mimi nikashuka katika ngazi haraka nikamkuta rafiki yangu Shabani akiwa amemshikilia Jacqueline aliyekuwa amefura kwa hasira, huku baadhi ya maskari wakiwa wamemshikilia mama Shamsa ambaye naye alikuwa amefura kwa hasira, huku nywele zake zikiwa zimechanganyikana kweli na walikuwa wanarushiana matusi, yani kana kwamba ni wamama wa Uswahilini kabisa. Nikasema hebu waacheni. Kauli yangu iliwashangaza watu wote waliopo hapa sebuleni. Nikasema nimesema waachieni, na kama mnataka kupigana basi njoni huku. Nilizungumza huku mimi nikitangulia kutoka nje. Sasa Shabani akaniambia, kaka, unafanya nini kaka? Nikasema hawa ni maadui na kila mtu ana hasira na mwenzake. Hebu njoni hapa. Kuna uwanja huku mkubwa, mpigane na atakayeshindwa sasa ndo amheshimu mwenzie. Hivyo Rashidi, una uchizi wewe? Mama cha usiku alizungumza kwa kinitazama. Nikasema so uchizi mama. Ninachojua ninajua ninachokifanya. Haiwezekani watu wazima wawe kama watoto wapigane kwenye kipindi kigumu kama hiki cha mwanangu amepotea. Si wanataka kupigana, waje huko kwenye uwanja mkubwa wapigane vizuri. Mama Shamsa pale akasema, twende nikakuonyeshe mimi ni nani malaya mkubwa wewe. Mama Shamsa alizungumza huko akijitoa mikononi mwa walinzi wake. Jacqueline alinitazama, nikampa ishara ya macho kwamba nimemruhusu aende kapigane na huyu mwenda wazimu. Taratibu Shabani akamwachia na watu wote wakatoka nje. Tukasimama kwenye bustani kubwa ya maua huku tukiwa tunawatazama mama Shamsa na Jacqueline. Hapo sasa mama Shamsa akampiga Jacqueline kibao kizito kilichomfanya Jacqueline kusikilizia kwa sekunde kadhaa. Mama Shamsa akajaribu kumfuata Jacqueline, ila safari hii alikutana na ngumi mbili nzito za uso zikamfanya apoteze mwelekeo. Mama Shamsa akapigwa mtama akaangushwa chini na Jacqueline akamkalia tumboni mwake. Alianza kumtandika vibao. Mama Shamsa alijaribu kujinasua mikononi mwa Jacqueline ambaye ni mwana kickboxer mzuri tu, ila Mama Shamsa alishindwa. Akaanza kusema pale, nisamee. Mama Shamsa ilibidi akiri kushindwa kwa sababu mdomo mwingi alafu nguvu alikuwa hana. Sasa Jacqueline akawa anamwambia, utamheshimu mume wangu? Ndio nitamheshimu. Una uhakika? Ndio. Mwanangu yuko wapi? Sijui mimi. Nani amemteka mwanangu? Haki ya Mungu sijamteka, sijui wapi alipo. Jacqueline akasema sasa hii ni kwa ajili ya kumdharau mama mkwe wangu. Jacqueline akashusha ngumi ya uso kwa Mama Shamsa. Mama Shamsa akatulia tuli. Taratibu Jacqueline akanyanyuka na walinzi wa Mama Shamsa wakaanza pale kumnyanyua mpambanaji wao ambaye bado alikuwa anasikilizia maumivu ya kupigwa. Jacqueline aliondoka hili eneo na kuwaacha watu wote wakiwa wanamsindikiza kwa macho tu. Shabani akanifuata akaniambia, shemeji uko vizuri kinoma. Nikasema huyo ni mpiganaji huyo. Mama Shamsa akajichanganya tu hapo. Aise, kielele chote kimemwisha kwa maana kwamba yeye ndo alikuwa mchokozi. Nikasema hivi hao askari wamesemaje? Nilimuuliza Shabani huku nikimtazama usoni mwake. Akasema ndo wanafuatilia. Wanafuatilia. Hao wapo hapa kwa ajili ya ulinzi kwa sababu wanahisi watekaji wanaweza kuja kuvamiana hapa pia. Hapo kwanza nilishusha pumzi huku nikimtazama Shabani usoni mwake. Shabani akaniambia, kaka, kwani huhisi adui yoyote kwenye maisha yako? Nikasema niliyekuwa ninamuhisi ni huyu Mama Shamsa. Ila umeshuhudia alichokuwa anaulizwa na kisha kila alichokijibu. Inaonekana Mama Shamsa hajahusika kabisa kwenye kumteka mwanangu Shamsa. Kaka, huyu anaweza kana anatuigizia tu huyu. Sidhani. Ila kama ataigiza, haise. Kaka, kumbuka kaka alichotufanyia kwenye ile nyumba pale. Wewe mwenyewe utaweza kuona kwa namna alivyotengeneza lile dili na yule mzee mpaka wakafikia hatua ya kutaka kutuingiza mjini. Ngoja kwanza tuone. Unajua watekaji kama watakuwa ni watu wanaohitaji pesa watatupigia. Na sidhani kama kuna jambo jingine tofauti na pesa. Sawa kaka, basi tumuombe tu Mungu. Okay poa, ngoja basi nikamuita kwanza Jacqueline. Hakuna noma kaka.
Hapo mimi nikaingia ndani na moja kwa moja nikapitiliza mpaka chumbani kwangu. Nilimkuta Jacqueline akiwa amekaa katika moja ya sofa huku akinywa waini. Nikasema hey. Nilizungumza kwa sauti ya upole huku nikikaa pembeni yake. Alishusha pumzi nyingi huku akiona nigeukia. Ameondoka? Nikamwambia bado yupo. Naomba muondoe nyumbani kwangu. Hilo ni mpuuzi tu na wala utausumize kichwa mke wangu. Rashidi, mimi ni mke wako wa ndoa. Siwezi kukaa katika nyumba moja na mwanamke wako wa zamani. Mwanamke ambaye hana heshima, anahisi kila mtu ni malaya. Ananitukania mama yangu. Anamjua mama yangu yule? Jacqueline, najua kwamba yule amekukera. Sijui unaelewa mke wangu. Najua amekukera, ila punguza jazba. Rashidi, nakupenda tena sana. Ila maisha haya kipumbavu siyawezi. Yaani mimi natukanwa mbele ya mwanangu. Unahisi mwanangu atajifunza nini? Nimekana Shamsa miaka yangu yote. Nina uchungu naye kama ilivyokuwa kwa wanangu hawa wawili. Sijawahi kumnyanyasa wala kumuonyesha kwamba mimi si mama yake wa kumzaa. Nilimpa upendo halisi kabisa. Nilimpa upendo ambao watoto wengi wanaukosa kwa mama wa kambo. Lakini mimi nilimpatia. Leo hii ninalipwa matusi. Ninatukaniwa mpaka makaburi ya ndugu wa ukoo wangu. Ananijua mimi? Anahisi mimi ni mpumbavu au anahisi mimi ni mjinga siwezi kukumia eti? Jacqueline aliendelea kufoka hadi machozi yalianza kumwagika usoni mwake. Rashidi, sipendi kudharauliwa Rashidi. Sipendi mwanamke mwenzangu ambaye yuko kama mimi alafu anidharau. Tafadhali Rashidi, kamuondoe yule mshenzi, asinichukulie mimi poa. Mimi ni mwanamke mbaya kuliko vile anavyonifikiria. Nina uwezo wa kupigana na wanaume hata 4 wenye miraba 4 na sio mwanamke mwenye maziwa kama mimi. Hebu nisikilize mke wangu. Rashidi, sina cha kukusikiliza. Mimi ni nani kwako? Wewe ni mke wangu. Sikiliza. Nini kinakufanya unapata kigugumizi cha kwenda kumfukuza? Au bado unampenda? Hapana mke wangu. Nampendaje yule mwanamke mshenzi kama yule? Basi kama utaki kumfukuza niache, mimi niondoke. Utanifuata Ufaransa. Nisikilize Jacqueline. Usifike huko. Yeye ni nani mpaka kuondoe hapa nyumbani kwako? Basi nakuomba kama muondoe tafadhali. Hapo kwanza nilishusha pumzi nyingi mno huku nikimtazama Jacqueline usoni mwake. Kusema ule kweli toka nimfahamu Jacqueline, sijawahi kumuona akiwa na hasira za kiwango hiki. Nilipiga hatua 2, simu yangu ilianza kuita. Nilitoa mfukoni nikaona namba ngeni. Jacqueline anitazama huku nikiipokea simu hii na kisha nikaiweka sikioni. Nikasema yes hello. Naomba unisikilize. Hapo nikaisikia sauti nzito afu ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Nikamwambia ndio nakusikia, ongea. Ninaye mwanao Shamsa hapa. Ninachokihitaji ni unipatie utajiri wote wa Don. Hapo kwanza nikaiweka simu hii loud ili Jacqueline naye aweze kuisikia kile nilichokuwa nimeelezwa. Nikamwambia unasemaje? Nahitaji unipatie urithi wa mali zote za Doni na la sivyo mwanao utakikuta kichwa chake. Mpo wapi niwaletee? Jacqueline kwa haraka alisimama na kisha akanisogelea nilipokuwa nimesimama huku akiwa na wasiwasi. Mimi nikauliza Doni gani? Usijifanye ufahamu chochote. Ninatambua kwamba Don ni baba yako na amekurithisha kila kitu chako. Yaani sijui unazungumza nini? Baba. Hapo nilisikia sauti ya Shamsa ikanifanya mpaka nishtuke. Lile jamaa likaendelea kusema kwamba mtoto wenu ana masaa 12 ya kuwa hai na zaidi ya hapo mtakuja kuchukua kichwa chake. Jacqueline akauliza mpo wapi niwaletee? Wewe ni nani unayeongea hapo? Mimi ni mama mzazi wa Shamsa. Tuambie ni wapi tukuletea hizo faili. Kumbe wewe ndo Jacqueline. Ya ndo mimi. Tupo mpakani mwa Kenya na Tanzania. Eneo moja linaitwa Horohoro. Hakikisha mkija mnakuja mkiwa nyinyi peke yenu. Endapo mtakuja na askari wa aina yoyote, mtoto wenu atakuwa ni marehemu. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo tukutane saa ngapi? Mtakapofika Horohoro nyinyi tuambieni. Okay sawa.
Hapo simu ikakatwa. Nikajikuta mimi na Jacqueline tunatazamana. Nikamwambia Jacqueline, hebu jiandae tuondoke. Nilimwambia Jacqueline kwa maana ya kwamba alikuwa amejifunga taulo tu. Alifungua kabati kwa haraka haraka na kisha kavaa nguo zake. Nikamwambia utanikuta nje. Angalizo, hakuna kumwambia mtu wapi tunakwenda. Akaniambia sawa mume wangu. Nikatoka ndani hapa, nilimuita kwa ishara Shabani akanifuata nje. Shabani akaniuliza, "Haya kaka vipi?" Nikamwambia sikiliza, anatoka na shemeji yako. Lakini hakikisha amani inakuwa iko salama hapa ndani. Bro, unakwenda wapi? Nilishusha pumzi nyingi sana huku nikimtazama Shabani ambaye ni mtu wangu wa karibu sana na ananitunzia siri na mambo mengi mno. Nikamwambia sikiliza mwanangu, mimi naelekea Horohoro. Horohoro? Kuna nini kaka? Watu waliomteka mwanangu Shamsa kwa sasa wapo Horohoro. Hivyo inabidi niende mimi pamoja na shemeji yako. Kaka, kwenda nyinyi wawili tu ni hatari kaka. Kwa nini tusiwashirikishe askari polisi? Tena na kuomba kwenye hili usije ukathubutu kumweleza mtu. Sawa, yule ni mwanangu, acha nikafanye ninachokwenda kukifanya. Nadhani tumeelewana Shabani. Nilizungumza kwa msisitizo mpaka Shabani akatingisha kichwa kimaanisha kwamba amenielewa. Nisikilize Shabani. Ukimwambia mtu yoyote, haki ya Mungu tutagombana kwenye hili. Tutagombana Shabani. Kaka, mimi nimekuelewa. Nahitaji silaha. Umeziweka wapi? Zipo kwenye chumba cha siri kaka. Kaniletea bastola pamoja na bunduki kubwa. Sawa bro. Jacqueline alitoka ndani hapa huku akiwa ameshika faili mkononi mwake. Jacqueline akaniuliza, "Vipi? Kila kitu kiko tayari?" Alizungumza huku akifungua mlango wa gari na kuingia ndani ya gari. Shabani akatoka akiwa na begi mgongoni, akanikabidhi. Kaka, bunduki kubwa imetenganishwa, hivyo unaweza kuiunga. Bastola pia ipo ndani ya begi. Nikamwambia okay, nashukuru sana. Kwa hiyo mama, nimwambie mmekwenda wapi pamoja na hawa watu? Waambie kwamba kuna issue tunaishughulikia. Ila wanaweza akanioji mambo mengi kaka. Wajibu unachoweza, ila mambo mengine sihitaji uweze kuambia. Okay, sawa kaka. Naomba uwe makini na huyo fala pamoja na watu wake. Sawa kaka. Hapo nikaingia ndani ya gari, tukaondoka nyumbani hapa. Vipi, umebeba nyaraka zote? Ndio bebe. Ni nani anayefahamu ya kwamba mimi nimemuua Don? Bebe, sijui. Kutakuwa kuna mtu ambaye anakufuatilia. Nani sasa? Sijui ni nani mume wangu, ila tukienda huko tutajua. Hizo ni hati halisi? Ndio mume wangu. Fungua katika hilo begi humo. Kuna bunduki nahitaji uweze kuiunganisha. Kweli Jacqueline akafungua pale mkanda wa siti yake, akahamia siti ya nyuma na kisha kaanza kuunganisha bunduki hii kubwa yenye uwezo wa kumua mtu aliyopo eneo la mbali sana. Zinaitwa sniper gun. Na baada ya kumaliza aliweka siti ya nyuma na kisha karudi kukaa kwenye siti ya mbele. Ukimya ulikuwa umetawala ndani ya hili gari. Bebe. Naam. Naomba unisamehe. Kwa lipi? Kukuongelesha kwa hasira. Hapo nikamtazama Jacqueline huku nikimtazama usoni mwake. Nikamsikiliza. Una haki ya kuwa na hasira, ila nisamehe mimi ambaye nilishindwa kumzuia yule mshenzi kuja nyumbani. Huna kosa kwa maana kwamba na imani sio wewe uliweza kumleta pale nyumbani. Ndio mke wangu. Watu wa Doni unawafahamu? Wachache sana. Na sina kumbukumbu nao vizuri kusema la kweli. Ila mtoto wangu ni wa umuhimu kuliko mali. Na alifahamu hilo mke wangu, ila tuwezi kuwapa kirahisi namna hiyo. Mme wangu, usije ukatarisha maisha ya mtoto. Wewe niamini mimi. Unaweza kutumia hiyo bunduki? Ndio. Kiufasaha kabisa. Ndio mme wangu. Kule kutekwa kwa Don na kupelekwa Somali, niliweza kujifunza mambo mengi sana mara baada ya kurudi Ufaransa, na ilibidi nipate mafunzo ya kijeshi kwa miezi 6. Hivyo najua kutumia hii bunduki vizuri tu. Basi tukifika eneo hilo tutajua nini cha kufanya. Okay, sawa mme wangu. Okay, poa. Aya. Nini tena hani? Inabidi tubadilishe gari. Kwa nini? Hili gari wanaifahamu. Hivyo inaweza kuwa ni hatari kwa sisi. Sasa gari tutapata wapi mme wangu? Inabidi tununue nyingine. Nyingine ya nini tena mme wangu? Ikiwa natupasa kumpata mtoto. Nisikilize mke wangu. Nilipokuwa narudi Dar es Salaam, niliwatoroka maskari. Hivyo hili gari wanaweza kuwa wanaiwinda barabarani. Je, kipi ni bora?
kukamatwa na kupotezewa muda, na mbaya zaidi tuna silaha hizo hapo ziko nyuma hapo ambazo hasina vibali, au tubadilishe gari? Wewe unaona bora nini? Sawa, tubadilishe tu gari. Kwani hayo matatizo mengine yanaweza kuwa ni makubwa kuliko hata iliyopo mbele yetu. Kweli msikilizaji, niligeuza gari na kisha tukarudi kwenye moja ya showroom ya magari ambayo tulikuwa tumeipita. Moja kwa moja tukaelekea kwa muuzaji. Nikamwambia nahitaji hii Lexus LX 570. Nilimwambia muuzaji huyu huku nikionyesha gari hii mpya, na kwa kawaida ni magari ya gharama sana. Akaniambia sawa boss. Nikamwambia tupatie namba kulipia, na nahitaji pia usajili wote ukamilike ndani ya muda mfupi, na hii gari yetu tutaiacha hapa na atakuja kuichukua mmoja wa watu wangu. Sawa boss, hamna shida. Kweli nikakabidhiwa pale akaunti namba na nikalipia pale gari hili kiasi wanachokihitaji. Usajili wote wa serikali ukakamilika ndani ya muda mfupi. Nikampigia simu Shabani na kumweleza ni wapi tulipoiacha ile BMW X5, na sisi tukaingia ndani ya hili gari jipya ambalo tumelinunua tukiwa tuna bunduki hizi, na kisha nikaondoka hili eneo kwa mwendo wa kasi mno. Lakini nilikuwa na uchu mkubwa sana wa watu waliokuwa wamemteka mwanangu, kwani katika maisha yangu mimi ni bora ukacheza na mimi kuliko kucheza na maisha ya watoto wangu ama mke wangu. Baby, unaendesha gari lafu sana, hebu kuwa makini, Jacqueline alizungumza mara baada ya kuona kwamba ninayepita magari kadhaa bila mpangilio wa kuangalia kama kuna hatari. Yani nilikuwa naendesha gari rafu kweli kweli. Nikamwambia sikiliza, nahitaji kuwahi. Sawa, tunawahi, ila kumbuka tukipata ajali hata huko tunapokwenda pia tutaweza kufika. Okay, sawa, nimekuelewa. Hiyo sehemu tunayokwenda unaifahamu? Ndio, ninafahamu. Kweli tulifanikiwa kufika jijini Tanga na moja kwa moja tukaelekea katika mji wa Horohoro ambao ni mpakani mwa Tanzania na Kenya. Nilisimamisha gari pembezoni mwa barabara, nikaichomeka bastola langu kiunoni mwangu. Nikasema nahitaji kuwapigia ili kuweza kufahamu ya kwamba wapo wapi. Okay, sawa mume wangu. Simu ya watekaji ilianza kuita na baada ya muda ikapokelewa. Nikamwambia tumefika tayari. Mnatakiwa mvuke boda. Nikamwambia tuna vibali si vya kuvuka kuja huko Kenya. Basi hatuwezi kukutana. Nikamwambia ngoja kwanza. Wewe umetuambia tukutane Horohoro. Na sasa hivi nipo Horohoro, unaniambia nivuke boda nije Kenya. Hata kusafiria nimeiacha nyumbani. Wewe ni mwanaume. Unaweza kujiongeza na ukafika hapo boda. Utaona kuna gari nyeusi aina ya Mark X. Ingia ndani ya hilo gari. Utakuta dereva na atakuleta mpaka tulipo. Akasema okay poa. Hapo simu ikakatwa na kunifanya nishushe pumzi. Jacqueline mke wangu akaniuliza wanasemaje kwani? Nikamwambia wanasema tuvuke tuingie Kenya. Passport itakuwaje? Nikamwambia ngoja kwanza. Hapo nikaendesha gari hadi eneo la ofisi. Ofisi ambayo ndo ya askari wa uhamiaji. Nikafungua wallet yangu pale, nikaona ina dola kama 1000 hivi na 200. Nikamwambia hebu nisubiri hapa. Akaniambia sawa mume wangu. Nikashuka ndani ya gari, nikaingia katika moja ya ofisi. Nikasema habari yako afande. Nilimsalimia askari huyu wa kike ambaye nilikuwa nimemkuta ile eneo. Akaniambia salama, nikusaidie nini? Nikamwambia naweza kuonana na mkuu wako. Kwani ukutane naye? Nikasema nahitaji tu kuzungumza naye. Askari huyu wa uhamiaji akanitazama. Nikamwambia tafadhali nakuomba sana. Hayupo. Hapo nikaingiza mkono kwenye mfuko wa suruali yangu, nikatoa shilingi 10,000 nikamkabidhi kisiri. Akanitazama na kisha akanyanyua mkonga wa simu akampigia bosi wake. Akasema mkuu, kuna mgeni wako. Okay sawa. Bidada huyo akakata simu akaniambia msubirie hapo kwenye kiti anakuja. Kutokana kwamba nina shida na huyu mkuu wake, ikanibidi tu nikae kwa sababu sihitaji kwenda moja kwa moja kwa askari wapige mihuri, wanaweza wakanisumbua sana. Na baada ya dakika 5 mlango wa kamishna huyu wa uhamiaji ukafunguliwa. Alitoka mwanamama mmoja hivi. Akasema mgeni uko wapi? Yule secretary akasema ni huyo hapa kaka. Wewe mgeni karibu. Kweli nikanyanyuka nikamfuata huyu mwanamama. Karibu kae, tukusaidie nini? Nikasema nashukuru. Mimi naitwa Rashidi. Nahitaji kuvuka boda. Niende tu mara moja, ila kwa bahati mbaya niko na mke wangu na tumesahau hati za kusafiri Dar es Salaam. Sasa wewe ndugu yangu, kama umesahau hati ya kusafiri umekuja kufanya nini huko? Ikiwa ulitambua kabisa ya kwamba kuna safari ya kuja kuvuka nje ya mji. Nikasema tafadhali naomba sana unisaidie kwenye hilo. Umekuja na usafiri gani? Nikamwambia hiyo hapo Lexus hapo nje. Mwanamama huyu akanyanyuka, akachungulia dirishani na kisha akarudi kwenye kiti. Ni ya kwako ile? Nikamwambia ndio.
Sasa mwanamama huyu akanitazama kwanza, yani alinitazama kwa umakini sana. Akaniambia nikusaidie. Na mimi natakiwa unisaidie. Basi kweli nikafungua wallet nikaweka pale $400 pale mezani kwake. Akasema, bosi, gari hiyo na hiki ulichokiweka mbona viendani? Nikaongeza hata pale dola kama 400 tena nyingine. Akasema hapo sawa. Nikamwambia niko mimi na mke wangu. Mimi nikajua mwenyewe, nikamwambia naomba unisaidie. Kuna swala muhimu sana na kwenda kulishughulikia mara moja. Ongeza basi kiasi kingine bwana, tusaidiane bwana. Mwanamama huyo alizungumza huko akitabasamu. Nikaongeza dola 200 pale nyingine, nikamfanya tabasamu zaidi. Majina yenu? Nikamtajia pale majina yetu kamili, akatuandikia pale pasipoti za muda zinazotuwezesha sisi kuvuka na kuingia nchini Kenya, hata katika mpaka wa Kenya. Manake ni kwamba hatutosumbuliwa na maofisa wa uhamiaji wa nchini Kenya. Basi nikatoa pale dola 200 tena nyingine. Nikasema sihitaji gari yangu kukaguliwa, hivyo naomba uisafishie njia kabisa. Wewe umebeba nini kwenye hilo gari lako? Nikamwambia hakuna kitu cha maana. Nahitaji kuliona kwa maana kwamba hii ni dhamana na endapo chochote kitatokea inaweza kula kwangu. Nikamwambia nakuomba bwana. Mimi na wewe ni marafiki, twende kwenye gari lako nione, la sivyo biashara itaishia hapa. Siwezi kuruhusu gari lipite bila kukaguliwa. Mwanamama huyo alizungumza kwa msisitizo mno. Nilijikuta nashusha pumzi nyingi sana nikiofia kwenye gari kuna ile bunduki, ile sniper ile kubwa, alafu kuna bastola. Afu hazijasajiliwa. Nikamwambia okay sawa twende. Tukatoka hapa ofisini tukaongozana mpaka kwenye gari. Haya, fungua nyuma niangalie. Mwanamama huyo alizungumza huku akiwa anafungua mlango wa nyuma kabisa wa hili gari, lakini hakuona chochote. Hebu fungua mlango. Ufungua. Kidogo wasiwasi ukanipata kwa maana ya kwamba eneo hili la nyuma ndipo tulipoweka hii bunduki. Nikafungua, nikashangaa baada ya kutokuiona bunduki. Unajua mpaka nikajikuta natazamana na Jacqueline. Habari yako? Mwanamama huyo alimsalimia mke wangu Jacqueline na Jacqueline akaitikia salama tu. Haya, muwe mna safari njema sasa. Mwanamama huyu akaturuhusu kuondoka. Tukapita getini, tukagongewa pale mahuli ya kuvuka, tukaingia nchini Kenya. Tulitembea kama kilomita 1, tukaiona gari nyeusi aina ya Mark X yenye rangi nyekundu ikiwa imesimama pembezoni mwa barabara. Nikamwambia mke wangu Jacqueline, gari ile pale inatakiwa tuisogelee. Nilizungumza huku nikipunguza mwendo wa gari na kisha tukasimama. Nikamwambia bunduki umeiweka wapi? Nilichangua nikaweka ndani ya begi. Sasa ninaihitaji. Sawa? Inabidi ufuatilie hii gari kwa umakini na wasijue. Okay, sawa mume wangu. Naomba hizo hati. Jacqueline akanikabidhi hati na kisha tukapigana pale mabusu. Nikashuka ndani ya hili gari, nikaanza kutembea kama dakika 5 hivi. Nikafikia hii gari ya Mark X nyeusi. Nikamkuta pale dereva wa hili gari akiwa amejilaza kwenye siti. Nikamgongea, nikamwambia hey. Dereva akashtuka kidogo, akashusha kioo. Nikamwambia na mimi ndio wewe ulioambiwa unichukue, si ndio? Dereva akanitazama kwa sekunde kadhaa, kisha akachukua picha iliyopo pembezoni mwa siti yake akanitazama. Unajua mimi nikajiona kwenye hiyo picha. Ilikuwa imepigwa siku ambayo nilikuwa niko na Shamsa. Dereva akashuka ndani ya gari. Akasema, "Nyosha mikono yako juu nikukague." Mimi nikatia amri ya huyu jamaa, akanipapasa, akaitoa bastola yangu kiunoni, akaichomeka kiunoni mwake. "Ingia upande huu hapa wa gari. Endapo utafanya ujinga wote, utakufa wewe na mwanao." Nikamwambia okay poa bro, haina noma. Nikaingia upande wa pili wa gari na taratibu tukaondoka hili eneo. Kwa mara kadhaa nilikuwa ninaangalia katika kioo cha pembeni mwa gari hili kuangalia gari analoendesha Jacqueline. Mbona silioni wakati nilimwambia nifuate nyuma mdogo mdogo? Hii gari ambayo nimepanda Mark X ikaacha barabara ya lami, ikaingia katika barabara ya vumbi na safari ikaendelea. Lakini kila nikiangalia nyuma sioni ile gari ya mke wangu Jacqueline ikinifuatilia. Tukaanza kuingia kwenye huu msitu mkubwa, na kadiri tunavyozidi kwenda ndivyo ambavyo ninavyoshindwa kuiona gari anayoiendesha Jacqueline. Wakati ndio msaada mkubwa pekee ambao umebaki kwangu, na nilimwambia nifuatilie nyuma kisirisiri. Hujua mpaka ikabidi muulize yule dereva, "Wewe inachukua muda gani mpaka kufika huko?" Tulia wewe, kwani tatizo lako nini?" Nikamwambia hapana, nimeuliza tu bro. Tulia bwana. Basi safari ikazidi kusonga mbele. Tukafika katika eneo moja ambalo kuna kiwanda cha kutengenezea mbao. Ndio jamaa akaniambia, "Tumefika." Jamaa huyo alizungumza huku tukishuka ndani ya hili gari. Tukashuka katika hili gari. Akaniambia nifuate. Basi kweli nikaanza kumfuata nyuma. Akaniambia, "Simama hapa."
Yaani ilikuwa ni amri tu. Nikasimama katika mzigo mmoja hivi wa magogo. Magogo yalikuwa mengi, yalikuwa yamepangwa kwenye kimo cha kama basi la abiria hivi, yani yamepangana hivi kimo fulani hivi. Nikaona kuna kundi kubwa sana la walinzi wenye asili ya Kimexico wakitoka kwenye moja ya nyumba ilikuwa imetengenezwa kwa mbao. Akatoka mzee mmoja hivi mnene kiasi, huku mkononi mwake akiwa ameshika mkongojo na mkono wake wa kulia akiwa ameshika sigara kubwa. Yule mzee akanifuata, akaniambia, pole sana Rashidi kwa safari. Mzee huyo alizungumza huku akiwa amesimama kama mita 20 hivi kutoka sehemu nilipokuwa mimi. Walinzi wake wakiwa wametuzunguka na mikononi mwao walikuwa na bunduki. Nikamwambia, mwanangu yuko wapi? Nahitaji nyaraka za mali zote za Doni, kwa maana najua umeshamuua baba yako. Nikamwambia sihitaji mali zake, kwa maana kwamba mimi nina mali zangu pia. Hilo swala mimi alinihusu. Ninachojali uziweke sahihi yako hizo karatasi kisha unikabidhi. Nikamwambia nahitaji kwanza kumuona mwanangu, ndio nitafanya hayo yote unayoniambia. Mzee huyu akanyosha kidole chake juu. Nikamwona pale mwanangu Shamsa akitolewa katika nyumba hiyo, huku akiwa umefungwa mkono wake pamoja na mdomo wake umefungwa. Jamaa huyu aliyemtoa huyu mwanangu alikuwa ni mrefu na alikuwa amejazia mwili wake mithili ya mwanaume ambaye anacheza mieleka. Mzee akaniambia mwanao alikuwa mwongeaji sana na ndio maana tumemfunga mdomo. Nikasema okay sawa, nipatie ni peni. Mzee huyu alichomoa peni katika mfuko wake wa countersuit aliokuwa amevaa akanirushia. Nikamuuliza wewe ni nani? Swali zuri sana. Doni alikuwa ni mtu wangu wa karibu. Nilisimamia mali zake kwa kipindi cha miaka 30 sasa. Nimefanya naye mambo mengi sana, ila alinikera alipoamua kukuandikisha wewe hizi mali, ikiwa hukuwahi hata kutusaidia kwenye jambo hata moja, zaidi tu ya kutupatia hasara ya kuua watu wetu. Nikaokota hii peni alikuwa amenitupia huyu mzee. Nikatoa hati hii ambayo nikitia sahini tu basi ninampa mali zote za Doni huyu mzee. Nikamwambia unaitwa nani? Kulifahamu jina langu sio jambo la umuhimu. Nikamwambia nahitaji kufahamu. Naitwa Rabbit. Nikamwambia Rabbit si panya ama? Vyovyote utakavyoniita, yote ni majina yangu. Hili jina la Rabbit unajua sio geni masikoni mwangu kwa sababu kipindi niko chini ya Don nilisikia mara kadhaa akizungumza na mtu ambaye anaitwa Rabbit. Nikaanza kujiuliza kumbe ndo huyu mzee. Nikamwambia okay sawa. Nikatia pale saini kwenye hizi hati zote 4. Nikamwambia namhitaji mwanangu. Huyu mzee akampa ishara mtu huyu ambaye ni kijana wake mmoja pia akanisogelea, nikamkabidhi hizi karatasi. Akazisoma. Yule kijana akasema, mkuu, hizi karatasi hizi ni zenyewe. Kweli yule mwanangu Shamsa akaachiliwa, akanikimbilia mpaka sehemu nilipokuwa nimesimama. Akanikumbatia kwa furaha. Bwana. Ghafla bwana, kijana alikuwa ameshika zile nyaraka za mali. Kuna kitu kilitokea hapa nyewe ambacho mimi mwenyewe sikutegemea. Bwana msikilizaji, ni kusii tu usikose sehemu ya 25 kujua ni kitu gani kilitokea. Kwa sababu mimi zile karatasi nilishatia saini zote 4, nikawa nimewakabidhi na wenyewe akanipatia mwanangu. Lakini kuna kitu kilitokea kwa ambacho yani ilikuwa ni kama vile surprise ambayo mimi mwenyewe sikutegemea. Alafu pia Jacqueline mke wangu kapotelea wapi? Maana nilikuwa simuone akitufuatilia. Sasa majibu yote haya utayapata katika sehemu ya 25. Mimi naitwa Uncle J, asante sana kwa kunisikiliza. Nikutakie wakati ule mwema, ila kwa sasa niseme bye bye.